Bwana, kapo yetu pendwa kabisa imeelekea pande za Dodoma kwenda kumsalimia mdogo mtu ama shemeji mtu, na baada ya wao kufika huko wakafikia kwenye nyumba fulani ambayo ni ya wageni, na of course hawakutaka kutumia zile protocol kwa sababu of course ni watu wazito, Hamza pamoja na Reji. Kwa hiyo walitaka waende kisirisiri tu ili waenjoy mtoko wao wa pande za huko Dodoma. Kwa hiyo wakachukua chumba na kufika mle chumbani Hamza kidogo alimchokoza, lakini Hamza kama amejizuia. Lakini sasa kwa Reji ikawa akasema kwamba habi, ukweli ni kwamba sijali kama tukiendelea zaidi. Najua watu wangu wakala wametokea kikwazo, lakini tayari tumeshafika mbali sana, so tunapaswa kuwapuza. Kauli yake inamaanisha kwamba yeye hajali kile ambacho kimewekwa na wazee kuhusu wao wawili kukutana kimwili. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba mtoto kautaka moto. Tunasonga mbele. Karibu sana msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Singano JR. Basi baada ya Reji kusema hivyo, Hamza akasema sijali sana kuhusu sheria za hao wazee wa kale, ila mimi nitavumilia kwa sasa kwa sababu wanawali wako una muunganiko mkubwa wa nguvu ya kiroho katika kuvuna nishati. Isitoshe mbinu yako mafunzo inategemea zaidi nguvu ya kike. Aliongea Hamza. Aliongea huku sasa akijipongeza moyoni kwa namna alivyokuwa mvumilivu. Jamani, yani haamini kuvumilia kote, leo mtoto wa kike anataka show mwenyewe. Afu isitoshe mke wake alikuwa ni mrembo pisi, Reji mzuri. Licha kujua alikuwa akimpa ushirikiano na pengine angeweza kumruhusu chochote, bado aliona ni bora tu avumilie, japo kuvumilia kwa Hamza kulisindikizwa na kuwa na wanawake wengi sana nje ambao walimpunguzia ile kimuhemue cha kuendelea kumtarajia Regina ama kuwa na matamanio sana kwa Regina. Kwa akishamalizana na watu huko nje, basi uvumilivu unaendelea. So Reji aliishia kutingisha mwili wake kwa kutokujisikia vizuri. Akamuuliza Hamza kwamba lakini haupati shida, umevumilia kwa muda mrefu sana. Hamza alishia kumeza mate tu. Hamza unajua alifikiria moyoni, akasema kwamba yani mwanaume mzima sina tatizo lolote kiafya. Mwanamke unaniambia nivumilie, nikuvumilie mwaka na nusu na kuangalia tu. Mwaka tu miezi 6 na kuangalia tu. Hapana, ni ngumu sana kwa mwanaume mzima ambaye kila asubuhi jogoo anawika itavumilia mwaka mzima. So alishia kumeza mate tukisha pale pale akasogea na kumnongoneza Reji sikioni. Hamza mjinga ni mdogo, uso wa Regina ulijaa aibu. Akamwangalia Hamza kwa macho makubwa. Kisha Reji akaambia kwa mbele, wewe ni muuni. Hamza akasema sasa uni gani hapo mama, au si ni mambo ya kawaida tu haya mama, ila kama haupo tayari basi potezea twenzetu. Aliongea Hamza, ila ni kuibia tu siri. Kauli aliyomwambia Hamza ni kwamba atumie ule mchezo wa kuongea na Mike, wakubwa mshanielewa. Ndio maana Reji akasema kwamba wewe ni muone sana. So Hamza kutegemea mwanamke huyo kukubali. Isitoshe aliona ni kama jambo hilo hakuwa akifikiria kabisa kwamba Reji angeweza kufanya, kwamba kuongea kwa Mike. Lakini bila kutarajia Reji alionekana kusita kidogo. Kisha pale pale kwa sauti tamu akasema kwamba nitajaribu. Hamza kusikia hivyo alihisi mwili wake wote ukimtetemeka kama vile alikuwa amechomwa sindano ya hormone. Hakuamini leo mrembo huyu baada ya kumwambia aongee kwa kutumia mic na amekubali. Hamza akauliza kwamba kweli? Aliuliza Hamza kana kwamba haamini. Reji alikosa neno na pale pale alisha kusimama, kisha akasema kwamba kwa nini danganye baba, nenda kajisafishe kusije kuwa na harufu. Mara baada ya Hamza kusikia hivyo akasema anyway, alikimbia kwenda bafuni kama mshale, akaenda kusafisha alichoambiwa asafishe, na kilichosikika ni mtiririko tu wa maji. Hamza aliporudi tena hakuwa na nguo yote mwilini, na moja kwa moja alienda kujilaza chali juu ya kitanda. Yani ni kama vile alikuwa akisubiri kutahiriwa na Dr. Regina. Mapigo ya moyo ya Regina yalikuwa akienda mbio mno, lakini alikuwa tayari ameshaamua. Hakuwahi kufikiria katika maisha yake kwamba angekuja kufanya jambo hilo kwa ajili ya mwanaume. Hakuwahi.
Hata hivyo alihisi pengine hicho ndicho walichokiita nguvu ya mapenzi. Kwake aliona sio jambo gumu sana, ili mradi tu lingemfanya mwanamume huyo kuwa na furaha, basi hana budi. Regina aliishia kutambaa juu ya kitanda, kisha akavuta shuka na kufunika kichwa chake pamoja na kiwiliwili cha Hamza. Alikuwa na aibu mno mtoto wa kike, hivyo hakutaka Hamza amuone akifanya hivyo. Hamza kujali sana kuona kwamba eti ameweza kumfanya Regina kufikia hatua hiyo. Alipaswa kujipongeza kidogo, na pale pale alishia kuzama kwenye hisia za kuridhika. Hamza yeye alishia kufumba tu macho kana kwamba yupo kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Bila kujua bwana, saa ilipita na ghafla tu Regi alijitoa kwa kuinua kichwa chake. Uso wake ulikuwa ni mwekundu na paji la uso wake lilikuwa na jasho. Alishia kuhema kama vile alikuwa amekimbia maili nyingi. Kisha kwa sauti ya kuchoka akasema kwamba Habi, bado tu nakosa pumzi. Hamza kusikia hivyo alishia kumuinua mwanamke huyo, kisha akambusu kidogo na kusema kwamba wife, nadhani kwa leo imetosha, ingawa nimejisikia vizuri kweli kweli, lakini itakuchosha. Basi Hamza aliishia kutoa pumzi ya kusikitika kidogo moyoni, akijiambia kwamba Roda ndiye alikuwa mtaalamu zaidi wa hayo mambo ukilinganisha na Regi. Na hii ndio hasara ya kucheat. Unajikuta umeweka competition baadhi ya utaalamu ambao ulitakiwa ujue kwa mtu mmoja tu na kutokuamini vinapatikana hivyo ama zaidi ya hivyo kwa watu wengine. Sasa alichokuwa nakifanya Regi, Hamza alifanya comparison na mwamba Roda. Roda ndiye aliyekuwa mtaalamu zaidi kwenye hiyo sekta ya kuongea na Mike ukilinganisha na Regi. Sasa Regi akasema kwamba kivipi sasa, mbona mimi nimefanya bidii mno, kwa nini havitoki sasa? Au ni kwa sababu umecheza sana huko nje na hisia zako ziko mbali? Uso wa Hamza uligeuka ghafla. Alijifikiria mwenyewe na kujiambia, unajua nini kuhusu haya mambo? Sio hivyo, ni kwamba tu nina nguvu kidogo ndio maana. Na hili swala pia linahitaji ujuzi kidogo. Hata hivyo tuachane nalo bwana, isitoshe kwa leo nimeridhika. Regi alionekana kuwa na wasiwasi, lakini pia alikuwa amechoka na alihisi jambo hilo halikumvutia sana. Kwa hiyo wanawake wengine wakifanya wanafanikiwa kutoa, si ndio? Aliuliza hivyo. Uso wa Hamza ulikaza kidogo, kisha akalazimisha kutabasamu. Sio wote, wengine hawafanikiwi. Tusongee sana kuhusu hili. Regi alishia kujifuta midomo tu. Basi nitajiandaa kwa ajili ya kuondoka kumtembelea Irene. Huu ndio muda wake wa kutoka chuo. Hamza alishia kutoa pumzi ya wen. Hata hivyo tukio lile la muda huo lilimsisimua mno na aliona hapaswi kumtengenezea Regi hali ya wasiwasi moyoni. Mara baada ya kujiandaa na kumaliza, walitoka nje ya hoteli hiyo na kuelekea chuo cha sanaa. Mara baada ya kufika nje ya chuo hicho, muonekano wa Regi, urembo wake na mvuto wake ulifanya watu wengi kumwangalia. Upande wa Hamza hakuna aliyemtilia mkazo kabisa, kwani wote walikuwa wakimwangalia Regi. Wale mtazama walimuona kama mwanachuo mpya na matarajio makubwa yalionekana kwenye nyuso zao. Regi alijua eneo hilo ndilo lilikuwa idara ya kozi za sanaa, lakini kutokana sasa na majengo mengi, alishindwa kujua aelekee upande upi. Unaonaje tukimpigia simu? Tumeshakuja kimya kimya mpaka hapa. Kupiga simu si tutaharibu surprise. Ngoja nitaulizia mtu tu. Aliongea Hamza. Kisha pale pale Hamza aliwasogelea warembo wawili waliokuwa na magitaa mgongoni na kuuliza kwamba, hey warembo, mambo zenu? Mnajua mnamfahamu wanafunzi anaitwa Irene? Warembo wale wawili wa chuo hawakuonekana kabisa kushangaa Hamza kuuliza. Mmoja kati yao akasema kwamba nani ambaye hamfahamu mrembo wa chuo? Lakini kaka, mbona kama unajishushia heshima kwa kutuuliza sisi? Kama unamfukuzia, ungepaswa kuwa na taarifa za kutosha kabla kuja hapa, kuliko kila saa tu kutusumbua na maswali yenu. Hamza kusikia hivyo hakujua cheke au alie. Hata hivyo hakutegemea kwamba kwa muda mfupi tu Irene angekuwa maarufu kiasi hicho kama mrembo wa chuo. Ingawa alijua Irene ni mrembo, bado hakuhisi urembo wake ulikuwa mkubwa kiasi hicho. Alijiambia labda chuo chenyewe hakina warembo wengi. Mmenielewa vibaya jamani. Mimi ni shemeji yake, nimekuja hapa kwa ajili ya kumtembelea bila taarifa kwa sababu maalum. Ila sijui nampataje moja kwa moja. Aliongea Hamza kwa tabasamu. Sasa wale wanawake walionekana kushangaa kwa muda. Kisha pale pale wakamwangalia Regina aliyekuwa nyuma ya Hamza. Ni kama mwanzoni hawakumzingatia sana, lakini sasa walijikuta wakimwangalia kwa mshangao.
Basi kwa namna ya kuomba radhi wakasema kwamba kumbe ndio maana ni mrembo mno. Inaonekana ni urithi wa familia nzima. Waliongea hivyo huku sasa wakimhusisha Irene na Regina. Msichana mwingine akajibu ya kwamba jengo lile la upande wa kushoto ndio yupo. Nadhani bado wana lecture ila muda si mrefu wanamaliza. Basi Regina na Hamza waliwashukuru mara moja kisha wakasogea jengo hilo na kusubiri. Baada ya kama dakika 15 au 20 hivi, wanafunzi wengi walianza kutoka kwa wingi mno, kana kwamba wanashindana kwa jambo fulani. Habi, mbona wanafunzi wengi hivi? Isije kuwa Irene akawa ameondoka. Kuja njaribu kumvutia hisia, ingawa hana mafunzo makubwa ya nishati. Bado nitaweza kunasa msisimko wa nguvu zake chache za nishati. Basi wote kwa pamoja walijaribu kuvuta hisia zao. Na ndani ya sekunde chache tu waliweza kumpata Irene. Hii familia hii. Yaani hata ukiwa kwenye soko, mtu anakuvutia hisia na anajua upo engo ipi ama eneo lipi. Hata hivyo Hamza aligundua jambo lingine. Ndani ya chuo hicho kulikuwa na wanafunzi wengine pia waliokuwa na mafunzo ya nishati. Ingawa uwezo wao ulikuwa ni wa chini, ila bado alikuwepo. Hata hivyo Hamza hakujali sana kuhusu swala hilo, na pamoja na Reji hawakujali sana. So walipiga hatua kuelekea alipo Irene. Mara baada ya kuzunguka upande wa bustani uliokuwa na miti mingi ya kivuli, waliweza kumuona Irene aliyekuwa amevalia nguo za mfano wa tracksuit kuanzia juu hadi chini, huku nywele zake akiwa sasa amezirudisha nyuma kwa kuzifunga na kibanio. Ingawa kulikuwa na warembo wengi katika eneo hilo, hakuna hata mmoja aliyeweza kufikia urembo wa Irene. Muda huo kulikuwa na wasichana wengine warembo kiasi ambao walionekana wamejipodoa sana usoni ili wapendeze, lakini bado hawakufikia urembo wa Irene ambaye hakujiremba sana. Pembeni kulikuwa na kijana mrefu, mtanashati kama sharobaro, aliyekuwa amevalia suti nzuri huku sasa akipambwa zaidi na mtindo wake wa kunyoa. Muda huo alionekana akiongea na Irene huku sasa akijilamba midomoni kana kwamba anaweka swaga. Jamaa akasema kwamba wewe Irene, nizingatie basi Huyo mara mwisho mwanangu nilivyokualika kwa ajili ya siku yangu kuzaliwa, lakini ukatoa kisingizio kwamba unajiandaa na mtihani. Nimesubiri sana na sasa hivi mitihani imeshaisha na umefaulu vizuri. Lazima utakuwa na muda, au sio? Irene akasema kwamba Trevor, sitaki unisubiri. Mimi siwezi kwenda na wewe huko klabu unakotaja. Kwanza babangu akijua ni atanifokea sana. Naomba waache hizo. Jamaa akasema kwamba Irene, eneo hilo si klabu kama club za pombe. Ni eneo tofauti kabisa la kutulia na kurefresh mind. Binamu yangu ndiye mmiliki wa eneo hilo. Ni eneo zuri sana, utalipenda tu. Yaani unajua, kwanza unajua kusikia eneo maarufu sana la Lux Diamond. Baada ya Trevor kusema hivyo, kuna jamaa pembeni, mmoja kati ya wale wanawake sasa waliokuwa wamejipodoa sana, alishtuka akasema kwamba Lux Diamond ni ile klabu kule Majengo yenye kiingilio kikubwa kuingia. Kumbe Trevor ndugu yako ndiye mmiliki wa pale. Basi Trevor akasema kwamba Winnie, hebu acha basi kupanikishwa namna hiyo. Si eneo tu ambalo yani ni kwanza ni eneo la kawaida tu, sio ugali yani. Kwa hiyo kipi hasa ambacho inakushangaza? Mwingine akasema kwamba Irene, hiyo sehemu si club ya kawaida. Inasifika zaidi kama eneo la kujenga connections. Watoto wengi wa matajiri na watu wakubwa hupendelea kula starehe hapo. Nasikia pia wasanii wakubwa na waimbaji mara nyingi wanatumbuiza. Basi Trevor akasema kwamba binamu yangu kanambia ninaweza kuja na marafiki zangu kwa ajili ya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Irene, kama usipoenda utafanya sherehe isiwe na mvuto. Irene akasema umezidisha sasa. Kwa nini yani isiwe na mvuto kwa sababu yangu? Ni kivipi yani? Trevor akasema, lakini wewe ndio mrembo wa chuo na vile vile yani tupo kozi moja. Kuna watu wengine pia wamesikia taarifa zako na wanashauku kutaka kukuona. Afu kingine usipoenda, Winnie na Lulu hawataenda. Basi wasichana wawili waliofahamika kwa majina ya Lulu na Winnie walikuwa na matarajio makubwa kufika eneo hilo. Hata hivyo walijua kwamba kama Irene asingeenda ingekuwa ni ngumu kwa Trevor kualika. Walitaka angalau kutumia umaarufu wa Irene kuingia kwenye eneo hilo maarufu mjini. Sasa Winnie akasema kwamba Irene, kwa sababu tumemaliza mitihani yetu, unaonaje tukienda kutuliza akili? Lulu naye akasema kwamba ni kweli Irene, kwanza sisi sio watoto na pia Trevor ni mwanadarasa mwenzetu, sasa kipi cha kuwa na wasiwasi nacho hapo? Aliongea Lulu. Irene alionekana kuwa katika mgogoro wa nafsi. Alionekana kulizingatia sana swala hilo.
Basi Trevor akasema ya kwamba Irene, ni sherehe tu na watakaojumuika ni washikaji wengine kutoka chuo kingine ambao ni marafiki zangu. Hata kama umenikataa, mimi nakualika tu kwenye sherehe yangu. Unaonaje ukinipa tu heshima hii? Irene akasema hapana Trevor, babangu naogopa sana akijua na atakasirika mno, ni mkali sana. Aliongea Irene akilazimisha tabasamu kujielezea. Ni muda huo Reggie na Hamza ambao walikuwa wakiangalia tukio hilo kwa pembeni walisogea. Irene, ni lini ukaanza kumwogopa babako namna hiyo, au ulishawahi kutoroka? Aliongea Hamza kwa namna matani. Irene alijikuta akibung'aa kwa sekunde chache kabla ya kugeuka haraka. Na mara baada ya kumwona Hamza na Reggie, alilipuka kwa furaha kiasi cha kushindwa hata kuelezea hisia zake. Akasema, "Oh, shemeji, dada, kwa nini mko hapa?" Irene hakuwa amewaona Regina na Hamza kwa muda wa miezi kadhaa. Hivyo aliishia kuwakimbilia kwa furaha, kisha akamkumbatia Reggie huku sasa akimvimbishia Hamza mashavu. So Irene akamwambia Hamza kwamba alafu mimi nilikuwa mdogo bwana wakati ule, kwa nini unapenda kukumbushia mambo ya nyuma ya mimi kutoroka nyumbani? Hamza akaambia, vizuri sana, naona chuo angalau sasa kimeukomaza na unaongea kama mtu mzima. Alijibu hivyo Hamza. Sasa Trevor, Winnie na Lulu, wanafunzi waliokuwa pembeni, walishangaa. Hawakuwahi kusikia Irene akiongea kuhusu kuwa na dada. Mara baada ya wote kumwangalia Reggie, walijikuta wakishikwa na bumbuazi. Kwa macho yao Irene alikuwa mzuri kwa kiwango cha juu, lakini mara baada ya kuona uzuri wa Reggie, silika yake na jinsi alivyoonekana, walijikuta wakiamini kwamba hilo neno uzuri lilipata tafsiri yake halisi kupitia muonekano wa Reggie. Sasa Winnie akasema kwamba Irene, huyo ni dada yako, ni mrembo, aliongea Winnie akianza kutoa sifa bila kujizuia. Lulu naye akasema kwamba anaonekana mdogo mno, nilivyomwona nidhani ni mwanachuo wa mwaka wa pili hivi, aliongea Lulu. Reggie alikuwa amezoea kupewa sifa za namna hiyo. Hata hivyo, mbele ya watu wasiojua, alikuwa ni mtu makini mno ambaye alijenga pengo kati yake na watu wengine. Watu wengi kusikia Irene akimuita dada walipelekea wanafunzi wengine waliokuwepo eneo hilo kugeuza macho yao na kumwangalia Reggie kwa mshangao kutokana na urembo wake. Hamza alishia kufurahi moyoni tu. Nje ya hadhara kama hiyo, mwanamke huyo alikuwa mrembo sana, ukijumlisha silika yake na umakini wake, iliwafanya watu wengi kuhisi si mwanamke wa kiwango chao. Lakini huyo ambaye anaonekana kama hasogeleki ndiye aliyemridhisha kwa namna kipekee muda mfupi uliopita. Jambo hilo mfanya Hamza ajione aisee amefanikiwa kimaisha. Mwanaume ana vitu vingi sana ambavyo vinaweza kumfanya akatembea kifua mbele. Yes. Irene naye bwana alijiona mwenye fahari mno kwa kuwa na dada mrembo. Alishia kumshikilia Reggie kwa kuning'inia kwenye mkono wake na kuanza sasa kujionyesha naye mbele ya marafiki zake. Sasa Irene akasema ya kwamba dadangu ni mdogo ndio, hatupishani sana kwa umri. Trevor akasema ya kwamba Irene, kwa nini hujawahi kutuambia ulikuwa na dada yako? Irene akasema, kwa nini niwaambie? Kwanza mlishawahi kuniuliza? Msikilizaji, ukweli ni kwamba kama si baba yake Irene kumwambia aishi maisha ya kawaida pasipo kujionyesha kwa watu kwa kuwa na dada mrembo na shemeji mwenye nguvu, pengine angekuwa tayari ameshajigamba. Unajua tena kuna watu wengine unaweza kukutana nao mpaka ukasema hivi huyu ana nini? Yaani kuna watu wengine wanafanyaga vitu ambavyo inabidi tu waache, maana ukiwaingilia tu wana kiburi cha watu waliopo nyuma yao. So unaweza kujikuta umepoteza mwelekeo wa maisha kabisa. Kwa hiyo mtu yote nadhani ambaye angemvuruga Irene, watu waliopo nyuma yake ndio kama waki na Hamza. Nadhani ungekuwa kwenye hali gani? Kwa hiyo baba alimwambia binti aishi maisha ya kawaida kabisa, asionyeshe kwamba ana nguvu kubwa sana nyuma yake. Babake alihofia kuwa katika makao makuu ya nchi kulikuwa na watu wa tabia tofauti tofauti na hali za maisha zinazotofautiana. Hivyo kama Irene angejulikana sana, angevutia umakini usio lazima ambao ungeweza kumweka katika matatizo yasiyo na maana na pengine kusababisha shida kwa familia. Na kwa wale ambao waliopita jeshini, kuna kauli inaitwa mng'ao, kwamba usiwe mng'ao. Kitu kinachong'aa siku zote kinakuwa kina attract sana machoni. Kwa hiyo wewe unashindwa kuwa hata huru kufanya mambo yako kimya ama kupata uhuru wa kufanya vitu vyako vingine. Kwa hiyo utakiwi kuwa moto, utakiwi kuwa baridi, kuwa tu hapo katikati, maisha yako yatakuwa ni mazuri sana. Hata hivyo, kwa uzuri aliokuwa nao, licha ya kuambiwa aishi maisha ya kawaida ya katikati, sio moto sio chini,
alishindwa kuficha mvuto wake wa kujikuta akishobokewa na watu wengi. Sasa Reggie akasema ya kwamba Irene ni mdogo wangu, hebu niambieni kuhusu maendeleo yake hapa shuleni. Anahudhuria darasani vizuri? Irene akasema kwamba hii dada, kwa nini sasa unauliza yani kama vile mimi ni mtoto? Irene aliongea hivyo kwa kujidekeza. Sasa muda huo Trevor na wenzake walihisi nafsi zao zimejaa wasiwasi fulani hivi. Winnie kwa uchangamfu akasema kwamba ndio, Irene anafika darasani kwa wakati. Mimi naitwa ni Freedom Hando, huyu hapa ni Lulu Mzamiru na huyu hapa kaka ni Trevor Noel. Wote sisi tunasoma kozi moja na pia ni wanakikundi, ndio maana tuka marafiki. Basi Winnie baada ya kuongea hivyo akaendelea kwa kusema ya kwamba dada, kwani wewe unaitwa nani? Yaani kwa uzuri huo kama ungekuwa msanii au mwimbaji ungekuwa maarufu mno. Irene akajibu ya kwamba hey Winnie, hivi kwa nini dada yangu awe maarufu kwa kuwa msanii? Hebu punguza basi maswali mengi bwana. Anaitwa Regina. Reggie akajibu ya kwamba alichosema Winnie ni sahihi. Tasnia burudani haijali kipaji tu, inajali na muonekano pia. Basi Lulu akasema ya kwamba na jina lake ni zuri pia. Irene akasema lakini kwa nini wote mnamwangalia dada yangu pekee jamani? Shemeji yangu pia yupo hapa, kwa nini hamumsalimii? Irene aliongea hivyo. Irene mara baada ya kuona Hamza zingatiwi, kwa namna fulani aliona jambo hilo linachekesha. Katika eneo hilo hakuna aliyekuwa na uelewa wa mambo ya mfalme wa kuzimu au mwamba wa silaha au King Lucifer. Yaani wanemzingatia ni mdogo hata kuliko aliyemwacha pembeni. So Hamza akasema kwamba oya, hakuna tatizo bwana, endeleeni tu kuongea, mimi nitasikiliza. Msikilizaji, ukweli ni kwamba kadri Trevor na wenzake walivyomwangalia Hamza, haikujalisha alikuwa na muonekano wa kuvutia kiasi, bado aliona hakuwa kwenye kiwango cha Reggie. Yaani ni kwamba unajua kuna ile kapo unaitazama, alafu sasa ulivyo na roho mbaya wewe unasema kwamba mbona hata awe ndani. Sasa ndicho ambacho alikuwa anakiwaza Trevor. Ni kama kila mmoja alijiuliza, inawezekanaje mwanamke mrembo kiasi hicho kama ameshushwa kutoka mbinguni awe na mwanaume wa kawaida kama huyo? So Winnie huku sasa akijichekesha akasema kwamba hongera sana jamani. Hongera sana shemeji yake Irene. Wewe ni noma mpaka yani kuwa na mke mrembo kama huyo. Hongera. Hamza akasema kwamba asante, lakini si kwa sababu mimi ni noma tu. Hata mimi ukiniangalia ni bonge moja la handsome. Aliongea Hamza. Watu kusikia hivyo walishia kukakamaa. Hawakutarajia angejisifia waziwazi kiasi hicho. Reggie pia alikosa cha kusema. Alijiambia mara ya kwanza alipokutana na Hamza alimwona mpole na handsome, lakini hakutarajia kwamba angekuwa na mambo mengi kiasi hicho na pia kuwa mtu asiyekuwa na aibu. Sasa Winnie akasema kwamba Irene, shemeji yako lazima atakuwa tu ni mtu mzito, anajishuhisha na nini? Basi Lulu naye akasema kwamba Winnie, tungemuuliza hata baadaye basi. Irene akajibu kwamba haina shida, nitaambia. Alongevo Irene akiwa na tabasamu, kisha akaendelea kwa kusema kwamba shemeji yangu alianza kama mwalimu wangu wa tuition, lakini baadaye akapata kazi kwenye kampuni ya dada kama mlinzi, na ndipo akatupia maneno na kumpata dada. Basi vijana hao watatu walijikuta wakishangaa, wakisi jambo hilo ni kubwa kuliko walivyotarajia. Reggie akasema kwamba Irene, acha kuongea ujinga. Irene akasema basi vipi naongea ujinga dada? Basi sema wewe. Shemeji yangu kazi yake sasa hivi ni ipi? Sema, mimi sinaongea ujinga, sema shemeji yangu kazi yake sasa hivi ni ipi? Hamza alishia kutoa tabasamu tu la uchungu kidogo, akijiambia angewezaje kuitambulisha kazi yake halisi ya kuwafanya watu wake kuwa na nguvu. Sasa Hamza akasema kwamba alichosema Irene ni sahihi, kazi yangu ni ya ulinzi. Sasa hali ya kibei ilionekana kwenye macho ya Trevor. Kama mwanaume aliona kumpata Reggie kulikuwa kama bahati tu kwa Hamza. Trevor akasema kwamba Irene, kwa hiyo anyway, naamini hautokosa kuja, si ndio? Aliongea Trevor kwa macho ya kubembeleza. Irene akasema kwamba Trevor, shemeji yangu na dada yangu wako hapa na sijaonana nao kwa miezi, kwa hiyo mimi sidhani kama itakuwa vizuri. Trevor akasema kwamba haina shida, eneo tutakalotumia ni kubwa mno. Shemeji yako na dada yako pia unaweza kuja nao. Pia baadhi ya marafiki wa kaka zangu watakuwepo. Na si wote ni wanafunzi. Aliongea Trevor. Winnie akasema kwamba Irene, twende bwana. Unajua fika Trevor aliahirisha kufanya sherehe ya birthday yake kwa siku 15 zote kwa ajili tu ya kukusubiria wewe. Jamani, mpaka nitukupigie magoti, Irene akasema, hapana, sio kama. Muda huo Trevor alimgeukia Regina kisha akasema kwamba sister, natamani mno kumuona Irene akishiriki kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Sisi wote ni wanadarasa na wana grupu.
Regina alionekana kusita kidogo, kisha akageuza uso wake kumwangalia Hamza ambaye alimwinulia mabega akimuonesha afanye uamuzi mwenyewe. Regi akasema ya kwamba sawa, tutakuja naye. Baada ya kufikiria kwa muda, Regi alifanya uamuzi huo. Pia alitaka kutumia nafasi hiyo kuona cycle ya Irene aliyoijenga akiwa chuoni. Irene mara baada ya kusikia kwamba Regi na Hamza wataenda naye, alifarijika mno. Sio tu kwamba eti alikuwa akimogopa baba yake, bali pia alikuwa na wasiwasi wa kutotaka jambo lililowahi kumtokeza zamani kujirudia. Sasa Trevor akasema kwamba safi sana, nitamuita dereva kwa ajili ya kutuchukua. Aliongea Trevor akiwa sasa na uso uliojaa furaha. Alitoa simu yake kubwa kisha akapiga. Baada ya hapo walitoka kwa kutembea taratibu mpaka nje ya geti la chuo, kando ya barabara. Na pale pale gari aina ya Rolls Royce iliweza kuwafikia walipo. Sasa kitendo tu cha gari hiyo ya kifahari kufika eneo hilo kilifanya wanafunzi wengi kuigeukia kwa kuvutiwa. Lulu akasema kwamba wow, Trevor, si mara nyingi unaendeshaga ile Mercedes Benz. Kwa nini umebadilisha leo? Winnie akasema kwamba kwa mara ya kwanza ninakwenda kupanda jamani kwenye hilo gari. Aliongea Winnie akiwa na matarajio makubwa. Sasa Trevor akasema kwamba nilitaka muenjoy tu, ndio maana nikamuomba babangu kutuazima gari hii, la sivyo tusingetosheleza. Aliongea sasa akimtazama Irene. Lakini muda huo Irene hakuwa akizingatia kabisa gari hiyo. Macho yake yote alikuwa ni kwa Regina na Hamza, akiongea nao huku akicheka. Kilichomfanya Trevor kujisikia vibaya zaidi ni kwamba Hamza na Regi hawakuonyesha kushtushwa kabisa na gari hiyo ya kifahari. Jamani, maisha haya ndio maana unaambiwa upasi kuwaringishia watu. Ukute mtu unayemlingishia ana kikubwa mara mbili hicho ambacho wewe unajiona kwamba eti ndicho kikubwa. Trevor kufurahi kabisa, lakini alijifariji kwa kujiambia labda hawa hawana uelewa kuhusu nini. Hawana uelewa kuhusu magari. Trevor akasema kwamba shemeji yake Irene, unaweza kukaa siti ya mbele. Aliongea Trevor. Hamza alishia kutingisha kichwa kwa tabasamu la kawaida tu, akasema hakuna tatizo. Baada ya hapo Trevor na wanawake wengine 4 walikaa siti za nyuma. Ni muda huo huo gari ilipoanza kuondoka, Trevor alitoa chupa mvinyo kutoka kwenye friji ya gari hilo, kisha akaongea kwa tabasamu akasema kwamba asanteni kwa kushiriki kwenye sherehe yangu ya siku ya kuzaliwa. Mnaonaje tukipata kinywaji wakati tukielekea eneo husika? Basi pale pale alitoa glasi kadhaa na kumimina mvinyo ule ambao harufu yake nzuri ilisambaa ndani ya gari. Winnie akauliza kwamba Trevor, hii ni waini aina gani? Ni zile ghali sana ama? Trevor akasema kwamba ni ya gharama ya kati tu, imetengenezwa kwa kutumia matunda ya plums na au matunda damu kutoka Ujerumani. Inagharimu kama milioni 5 hivi kwa chupa moja. Ni aina ya mvinyo ambao baba anapendelea sana na ni mtamu mno. Lulu akasema, mvinyo milioni 5? Hizo si ni hela za biashara jamani, si ni hela nyingi sana hizo, Imechanganywa na unga wa dhahabu humo ndani ama? Lulu aliongea hivyo. Trevor alizidi kuvimba kichwa baada ya kusikia hivyo, lakini alijifanya alijifanya tu ni kuwa kawaida. Akasema kwamba sisi ni classmates na pia nyie ni wanakikundi wenzangu. Kwa hiyo mimi naona sawa tu kuwaonyesha. Irene, unapaswa kuonja pia. Basi Irene alimwangalia kwanza Regi kuomba ruhusa, na mara baada ya kuruhusiwa alishia kupokea glasi na kunywa. Akasema kwamba sio mbaya. Trevor akasema kwamba kama umeupenda nitakupatia chupa nzima baadaye, zipo nyingi hapa. Winnie akasema jamani, lakini Trevor si ni ghali mno jamani, Yaani unataka kumpatia chupa milioni 4 hivi jamani kweli? Irene akasema haina haja Trevor, mimi sio mpenzi sana wa wine na pia baba yangu hapendi nikitumia. Trevor akasema kwamba kama ni hivyo, kwa nini sasa usichukue umpelekee baba yako? Irene akasema asante kwa kujali, lakini haina haja Trevor. Aliongea Irene akiona itakuwa usumbufu kubeba chupa. Winnie sasa akasema kwamba Irene jamani, huna haja ya kuonea huruma hela za Trevor jamani. Babake ni tajiri mkubwa tu, anaingiza mamilioni kwa mwaka. Aliongea Winnie akicheka kwa pumzi. Yaani ni kama alikuwa anamuonea ni kama anampampu Irene asimuonee huruma Trevor kwa sababu baba yake zipo. Sasa Trevor kwa kujishusha sasa akasema kwamba huyo ni baba yangu, hana uhusiano wote na mimi bwana. Mwisho wa siku napaswa kujitegemea mwenyewe. Basi Regi akauliza kwamba kwani baba yake Trevor anajishughulisha na nini?
Baada ya Reji kuuliza hivyo, Winnie akasema kwamba Dareji, kumbe haumfahamu mzee Noeli Mkilima, ndio mmiliki wa kampuni kubwa ya kutengeneza mabomba, kampuni ambayo ina ubia mkubwa na serikali na pia na matawi mpaka nchini Canada. Trevor ndiye mtoto wa kwanza wa kiume wa Engineer Noel, mtoto kichwa ambaye ana kipaji kikubwa, aliyekuja kumpenda sana Irene na kumfukuzia kwa zaidi ya mwezi, lakini bado Irene akamkataa. Shemeji Darejina, hivi mnaonaje mshawishi Irene akubali kutoka na Trevor jamani? Mimi na uhakika Irene atafaidika sana. Na sisi pia kama rafiki zake, ikiwa atolewa na Trevor, tutafaidika. Mara baada ya Winnie kujaribu kuambia Regina na Hamza juu ya kumshawishi Irene kumkubali Trevor kwa kumpa sifa za babake kuwa tajiri, Trevor kusikia hivyo kichwa chake kilivimba haswa. Lakini alishia tu kuongea kinafiki, akasema kwamba Winnie, upaswi kuongea hivyo bwana. Irene sio mtu ambaye ni mpenda hela. Kunikubalia kuna uhusiano gani na familia yangu? Upande wa Regina alionekana kufikiria kwa muda na kisha pale pale akasema kwamba kumbe baba yako ni mzee Mkilima. Irene akasema kwamba sister, unamjua kwani babake? Regina kiwepesi tu akajibu ya kwamba nishawahi kumsikia yeye na kampuni yake. Msikilizaji, ukweli ni kwamba alifahamu kuhusu kampuni hiyo yenye makao makuu yake hapo hapo Dodoma, lakini kwa sababu alijihusisha na masuala tofauti sana na kampuni yake, ndio maana hakuwahi kuonana naye. Basi Trevor akasema kwamba kampuni yetu inajitangaza sana kupitia matangazo ya TV na hata kwenye mitandao, ni rahisi sana kuisikia. Baba alianza kama mchimba visima mpaka kuja kusimamisha kampuni. Sasa kutokana na maisha magumu aliyopitia, mara nyingi kunikazania kusoma nini, la sivyo asingeniacha niongoze kampuni yake aliyoipigania kwa nguvu zote. Lakini upande wangu najikuta sina hata tamaa ya kurithi kampuni. Nataka niendelee tu kufanya kile ambacho mimi nakipenda na kutengeneza biashara zangu. Aliongea hivyo Trevor. Sasa aliongea hivyo akiwa na matumaini makubwa wanawake hao wangempa heshima yake kwa mtazamo huo. Hata hivyo hakutarajia hali ya hewa kuwa ya ukimya. Reggie na Irene walionekana kuwa kawaida tu. Yaani ni kama vile hawakuwa wameguswa kabisa na jambo hilo. Sasa Winnie akasema kwamba Trevor, unajua wewe ni aina ya mtu ambaye unaweza kuchagua maisha unayotaka kuishi, ila maskini kama sisi hiyo ni ndoto. Aliongea Winnie. Trevor alikuwa amekatishwa tamaa, lakini bado aliishia kutingisha kichwa chake na kusema mambo ya kawaida sana hayo. Sasa Lulu akasema kwamba shemeji, kwa nini hutaki kunywa huu mvinyo? Ni mtamu mno, jaribu kuonja. Hamza akasema sina hamu ya kunywa pombe. Winnie akasema kwamba shemeji, au unajisikia vibaya kwa kunywa mvinyo wa milioni 4? Hivi kwanza mshahara wa mlinzi wa kampuni ni kiasi gani? Hamza akajibu ni kama 600,000 hivi ukiondoa malipo ya bonus. Lulu akasema kwa 600,000 maana yake kuweza kunywa wine ya aina hii ni mpaka utunze mshahara wako wote wa nusu mwaka. Ndio maana shemeji unakwepa kugusa huu mvinyo Trevor alishia kuingiwa na hali ya kibei kuhusu Hamza kwamba mshahara wake 600,000. 600,000 kabisa. Kazi kweli. Hii ni maajabu. Trevor alishia tu kuingiwa na hali ya kibei sana kwa Hamza, lakini bado alimnyoshea Hamza glass, akasema kwamba shemeji, usijali kuhusu gharama. Leo mimi nitalipia mimi, kwa hiyo kunywa kwa amani kabisa. Whitney akasema kwamba kweli kabisa, mbele ya boss Trevor usifikirie kuhusu gharama. Basi Hamza kusikia hivyo hakuona ajabu sana. Kwanza alikuwa mvivu hata kushindana na watoto hao. Hivyo alishia kupokea glasi hiyo, akasema kwamba asante sana. Irene hakufurahishwa na jambo hilo, ingawa alijua Hamza asingekasirika. Si unajua ukiwa unajua kweli huwezi kununa, ukiwa unajua kweli huwezi kukasirika, unabaki kutabasamu tu yani. Lakini alijua pia Hamza alikuwa akifanya makusudi tu ya kutokujionyesha. Basi Irene akasema kwamba Winnie, Lulu, hebu acheni basi kumuongelea sana shemeji yangu. Mvinyo wa kawaida huo bwana, kuna haja gani sasa kukuza mambo? Winnie akasema sio hivyo Irene, sisi tulikuwa tunatania tu jamani, afu isitoshe shemeji kumooa mwanamke kama dada yako sio jambo la kawaida. Aliongea Winnie haraka kwa namna ya kujitetea. Asa Reggie alishia kunyamaza tu. Aliona kabisa mume wake alikuwa akiwachezea akili hao watoto. Kwa nje ilionekana kama yeye ndiye aliyekuwa akidhihakiwa, lakini kwa ndani wao ndio waliokuwa wakidhihakiwa. Wakiwa njiani, Trevor aliwapa story mbalimbali juu ya harakati za mji huo wa makao makuu ya nchi, hususan juu ya familia za vigogo wakubwa walioishi hapo mjini, jambo ambalo lilizidi kuwashangaza Winnie na Lulu.
Reggie hakuwa na mabadiliko yote akisia juu ya maongezi hayo. Upande wa Irene yeye alijiambia kumbe Trevor anaongea namna hiyo. Upande wa Hamza alishia kuenjoy mdogo tu mvinyo huo wa ofa. Kwake yeye aliona jambo hilo ni kama tu namna nyingine tu ya kujipa uzoefu wa maisha tofauti, yani maisha ya kawaida ya watu. Hasa muda wa jioni hivi, gari waliokuwa wamepanda ilikuja kusimama kwenye jengo refu linalokwenda hewani, lililokuwa ni hoteli pamoja na klabu. Nje kulikuwa na bango kubwa lililonakishiwa kwa mwanga wa kifahari kama almasi hivi, ukipamba jina la eneo hilo Lux Diamond Hotel and Club. Mara moja tu baada ya ujio wa gari hiyo, mfanyakazi aliyevalia suti alifungua mlango haraka sana wa gari na kuwasalimia kwa heshima akisema kwamba Mr. Trevor, karibu sana. Aliongea mwanamume huyu akiwa sasa na tabasamu la ukarimu. Trevor alishia kushuka kwenye gari hiyo kiboss, na kisha akampa ishara kumsaidia Irene kutoka. Trevor alivyonyoosha mkono kumsaidia Irene, Irene alishia kujifanya hajaona mkono. Kisha akashuka mwenyewe kutoka ndani ya gari. Trevor alishia kurudisha mkono wake chini na kisha akasubiri wengine wote washuke sasa. Halafu pale akaongoza njia kuingia kwenye hoteli hiyo ya kifahari. Mara baada ya kuingia kwenye ukumbi, haraka sana mwanamke mrembo aliyevalia mavazi ya kusisimua alisogelea eneo hilo. Akasema kwamba Boss Trevor, hatimaye umefika kwenye usiku wako wa sherehe ya kuzaliwa. Karibu sana. Aliongea mwanamke huyo mrefu mwenye rangi ya maji ya kunde. Trevor akasema kwamba Lydia, binamu yangu ameshafika. Basi huyo Lydia akasema kwamba mapema sana ila unaheshimika mno boss. Boss Duma pia amefika kwa ajili ya sherehe yako. Trevor akasema brother Duma kafika pia. Aliongea Trevor kwa mshangao. Winnie na Lulu pia walishangaa. Irene akauliza kwamba huyo Duma ndo nani? Mara baada ya Irene kuongea hivyo, mwanamke yule Lydia aliishia kumwangalia kwa mshangao kidogo juu ya uzuri wake. Lakini alipomtazama Reggie aliyekuwa nyuma, alizidi kushangaa. Ni muda ule Winnie alimsogelea Irene na kuongea kwa namna kumnong'oneza. Winnie akasema kwamba Irene, hujawahi kusikia kundi la Pakashume lililovuma juzi kati tu hivi kwa kujihusisha na kuteka watu kwa maagizo ya wanasiasa pamoja na kufanya biashara za kimagendo? Irene akajibu kwamba sijawahi kusikia. Winnie akasema utakuwa hauna akaunti ya mtandao wa Twitter wewe ndio maana, ila habari nyingi zilivuja juu ya uwepo wa kundi hili la Pakashume. Sasa huyu Duma ndiye kiongozi wa hilo kundi. Inasemekana alikuwa ni komando wa jeshi aliyeasi mara tu baada ya kumaliza mafunzo yake na kuimbilia nchi ya Kongo kutafuta madini. Ila sasa baadaye wanasema airudi nchini akiwa na hela nyingi na kuonga watu wa serikali na jeshini na kuachiwa bila shida yoyote, ndipo alipoanzisha mtandao wa kimafia ambao kazi zake ni haramu. Winnie alimnongoneza hivyo Irene, lakini haijalishi aliongea kwa sauti ya chini kiasi gani, wengine wote walimsikia. Trevor akasema kwamba ukweli ni kwamba Duma ni rafiki yake binamu yangu, ni komando mstaafu. Hizo story hazina ukweli hata kwa 1% bwana. Ila tu ni kwamba alisalitiwa na kikosi chake. Ndio maana aliacha kazi ya jeshi na kutimkia Kongo kwa ajili ya maficho. Baadaye alivyosaidiwa kusafisha jina lake ndo akarudi hapa nchini. Na kati ya watu waliomsaidia ni kaka yangu, ndio maana ni marafiki mpaka leo. Baada ya Trevor kusema hivyo, Lulu akasema kwamba kumbe binamu yako ana urafiki na Duma. Lakini eti ni kweli wakati aliporudi nchini kutoka Kongo alifika na sanduku zima la madini aliyoyaiba kutoka kwa waasi? Aliuliza hivyo Lulu. Lydia mara baada ya kusikia swali hilo alishia kucheka tu. Lydia akasema kwamba si ndio maana anaitwa Duma, Ila bosi Trevor, vipi kuhusu hawa warembo wawili uliokuja nao leo? Sijawahi kuona hapa mjini. Trevor akasema kwamba huyu ni Irene. Babake alikuwa ni mmoja wa wasanii wakubwa nchini maarufu kama Mr. B2. Nasoma naye. Alafu huyu hapa ni dadake anaitwa Regina. Aliongea Trevor. Mara baada ya utambulisho huo wa wanawake hao, upande wa Hamza ni kama hakuzingatiwa sana. Hasa mlinzi unazingatiwa. Mlinzi uzingatiwa jamani, mshahara 600,000. Trevor hakutaka kupoteza muda wake kumtambulisha. Atambulishe mtu wa mshahara wa 600,000, mlinzi. Msikilizaji, japo mshahara wa 600,000 ni mkubwa sana kwa baadhi ya watu, mkubwa mno. So Lydia akasema kwamba kumbe basi na kutakia mapambano mema ya kumnasa huyo mrembo bosi Trevor. Aliongea Lydia kwa tabasamu, naye akionekana kutokumjali Hamza. Lydia akasema kwamba karibuni jamani, tusiwasubirishe sana, bosi Duma na wenzake huko
wanawasubiri. Aliongea Lydia. Asa upande wa Trevor alishia kupotezea maneno yake ya kumtakia heri. Hata hivyo uso wake muda huo ulijaa sifa. Sasa Irene akasema kwamba shemeji, hivi hawa wanaojiita paka shume, mtandao wao una nguvu kuzidi wa Dadina wa Chatu? Aliongea Irene. Sasa Hamza akajibu ya kwamba kwa nini unataka kujua hilo? Irene akasema nina shauku tu kujua. Nadhani itakuwa hivyo kwa hapa mkoani, lakini upande wa Chatu umeshikilia zaidi mikoa mingi yenye bandari na shughuli zao zipo kwenye biashara zaidi tofauti na wanachofanya kwa paka shume. Lakini pia mtandao wa Chatu unavuka mpaka kuingia nchi za Rwanda, Burundi, Zambia, Kongo na hata Kenya. Kwa hiyo yani Shem, unataka kusema kwamba Dadina mtandao wake wa Chatu ni mkubwa Afrika Mashariki nzima? Ya, naweza kusema hivyo. Kumbe Dadina ni mtu mzito namna hiyo. Aliongea Irene. Regina alishia kukunja sura tu na kumwangalia Hamza kwa kutokuridhika. Wewe, hivi kwa nini unamwambia Irene maneno hayo yanayohusu mambo ulimwengu wa siri? Nimwongea tu mke wangu, ila kama tukilinganisha mtandao wa Chatu na ukoo wako wa damu ya nyemfu, Chatu inakuwa kama inzi tu. Lakini mimi sina nguvu yoyote. Watu wengi wanajua nimekutegemea wewe kuwa na nguvu nizo nazo. Aliongea Regina kwa kutokuridhika. Hamza alishindwa kujua cha kuongea. Aliona mke wake alikuwa na wivu juu ya namna alivyopamba mtandao wa Chatu. Sasa Lulu akauliza kwamba Irene, mnaongelea kuhusu masuala gani hayo? Aliuliza Lulu ambaye alijaribu kutega sikio lakini hakuelewa. Sasa Irene akasema kwamba hapana tu, ni masuala ya kifamilia. Basi Lydia huku akicheka akasema kwamba Irene, kumbe unatokea Dar, ingawa Dar ni jiji kubwa, lakini kuna baadhi ya vitu linakosa. Kwa mrembo kama wewe unapaswa kutembea na wanaume wa hadhi yako kama boss Trevor hapa. Aliongea Lydia. Irene akasema kwamba wewe, Dar kuna watu wengi wenye hela na nguvu kubwa. Basi Winnie akasema kwamba Irene, kuna mtu yoyote mwenye nguvu unayefahamiana naye huko Dar? Aliuliza Winnie. Irene akasema kwamba ndio, si ni shemeji yangu huyu hapa. Mara baada ya Irene kuongea hivyo, watu walishia kucheka wakidhani anajaribu kumtania Hamza kwamba yani umtegemee mlinzi mlinzi wa kampuni. Ni muda huo Lydia alionekana kushangana kuuliza kwamba nini? Huyu kaka ni shemeji yake Irene. Kumbe Regina kaolewa. Irene akasema kwamba ndio, kwani umeshindwa kuona? Aliongea Irene, lakini kwa namna yoyote Lydia alivyomtazama ilikuwa ni kama vile Hamza hamtoshelezi Regina kuwa mume wake. Sasa Lulu akasema kwamba Irene, shemeji yako ni noma sana. Ni mlinzi tu, lakini ameweza kumwoa mwanamke mrembo kama dada yako. Basi Lydia kusikia Hamza ni mlinzi, kidogo tu ajikoe na kudondoka chini. Alisi kama vile alikuwa amesikia vibaya, alijiuliza kivipi mrembo kama huyo kuolewa na mlinzi. Hamza alishia kutoa basamu tu la uchungu. Alijiambia inaonekana huyu Lulu anapenda sana kumchokoza. Lakini alijiambia kivipi asiendane na Regina, maana hata yeye ni handsome, tena shombe. Hamza alijiambia pengine ni kwa sababu ya kuzidi kuwa na nguvu, ndio maana mvuto wake ulizidi kuwa wa mtu wa kawaida. Sasa bila kuelewa waliweza kuingia kwenye korido ndefu, na kwa kuongozwa na Lydia waliweza kufika mbele ya mlango wa kuingilia kwenye chumba kikubwa. Eneo hilo lilikuwa likisikika mziki, na mbele ya mlango kulikuwa na wanaume wawili wenye miili mikubwa wakilinda. Sasa kwa kuangaliana na mabodyguard hao, Lulu na Winnie walihisi wasiwasi mkubwa. Pale Lydia alifungua mlango sasa akionyesha hali ya kuomba radhi na kuambia waliokuwa ndani ya chumba hicho juu ya kufika kwa Trevor na marafiki zake. Baada ya hapo Trevor aliongoza njia na kuingia ndani. Mara baada ya kuingia ndani, sauti za kupokelewa kwa shangwe zilisikika. Ndani ya eneo hilo alionekana mwanaume aliyekuwa na umri wa miaka 30 hivi kuendelea, akiwa ameshikilia sigara huku sasa akicheka kwa furaha. Huyo mwanaume akasema kwamba dogo Trevor, karibu sana bwana. Karibu sana bosi mkubwa. Uliweza hadi kumfanya brother Duma kuweza kukusubiri hapa ese. Ndani ya eneo hilo kulikuwa na mwanaume. Kwanza wanaume walikuwepo kama 8 hivi na wanawake kadhaa. Baadhi ya wanaume walionekana kama raia wa kawaida, huku wengine wakionekana kama wanafunzi, hasa wanawake. Mmoja wa watu aliyekuwa akivuta umakini wa wengi alikuwa ni bwana mmoja hivi aliyesimama kando ya binamu yake Trevor, yaani alifahamika kwa jina la Enoch. Huyo bwana alikuwa na muonekano wa tofauti kidogo. Kwanza kabisa, usoni alikuwa na kovu zito la kukatwa na kisu au upanga. Alikuwa amevalia shati fulani hivi la maua,
akiwa sasa amelichomekea na kufanya mkanda wake wa ngozi ya mamba kuweza kuonekana. Alikuwa na hali fulani hivi ya ukorofi, kana kwamba ni mtu fulani hivi ambaye angeanzisha vurugu muda wote. Mbele yake kulikuwa na sahani ya kuwekea majivu ya sigara. Ingawa rika lake lilionekana kuendana na la Enoch, bado alikuwa na hali fulani hivi ya umakini iliyomfanya aonekane kama mtu mzima zaidi. Hata kwa kuangalia tu namna alivyokuwa akivuta sigara na alivyoonekana, kulikuwa na hisia alizokuwa akizisambaza za mtu ambaye ni kama mtu ambaye uzoefu wake haulingani na umri wake. Haikuhitajika kufikiri sana kutambua kwamba bwana huyo ndiye nani? Duma, kiongozi wa kundi la kimafia la Pakashume. Hamza mara baada ya kumuona jamaa huyo namna alivyokuwa akivuta sigara, alitamani kucheka. Alijiuliza kwa nini bwana huyo aliigiza kama vile ni wale wauni wa filamu za kale za kimafia. Mdau Trevor na wengine walikuwa na wasasi sana tu na walimsalimia. Na baada ya kumsalimia, Trevor akajitambulisha akasema kwamba brother Duma, naitwa Trevor. Sikutegemea ungekuwa hapa leo, kwa hiyo nimepata heshima kubwa. Yule jamaa akasema usio na wasiwasi, kakako Enoch ni rafiki yangu na wewe ni mdogo wake. Hivyo pia kwangu wewe ni mdogo wangu. Pia nilishakutana na baba yako mara 2 hivi. Natumaini baadaye ukija kurithi kampuni ya baba yako tutaweza kufanya biashara. Hivyo nimeona vizuri kuzoeana mapema. Trevor kusikia hivyo alihisi fahari kubwa mno. Akasema kwamba bro Duma, asante sana. Kaka amekuwa akiniambia mara nyingi wewe ni mwekezaji mkubwa kwenye biashara za baba. Naamini baadaye utakuwa na mchango mkubwa kwangu. Basi kaka yake Trevor aliishia kutingisha kichwa kwa tabasamu na pale akaanza kuangalia watu waliofika na Trevor. Mara baada ya kumuona Regina, macho yake yalipouza kwa sekunde kabla ya kuuliza, hao wote ni wanachuo wenzako? Baada ya Trevor kuulizwa hivyo, akajibu ya kwamba sio wote, ngoja nikutambulishe. Sasa ni muda huo Winnie na Lulu hawakutaka hata kutambulishwa na wakaanza kujitambulisha wenyewe. Upande wa Irene hakuchangamka sana, zaidi tu kusema kwamba habari zenu. Upande wa Hamza na Reggie, wao walikuwa hapo kuangalia mazingira ya mdogo wao, hivyo walishia tu kutingisha vichwa kwa namna ya salamu. Hata hivyo tabia zao hizo ziliwafanya mabwana waliokuepo hapo, washikaji zake Duma, kutokuwa na furaha. Jamaa mmoja aliyekuwa na uso kama wa farasi hivi, aliyenyoa panki huko sasa akiwa ameshika kiuno cha mwanamke, alisimama akitema maganda ya karanga yaliyochanganyikana na mizizi ya mrungi. Kisha akasema kwamba oya, kwa hiyo unaishia kumtingishia tu kichwa tu brother Duma, au sio? Hiyo ni tabia gani? Bila kusubiri Hamza kutoa jibu au Regina kuongea, Duma alishia kuinua mkono akasema kwamba ninja, haina shida bwana, hebu kaa chini bwana. Kumbuka leo tupo hapa kama wageni walikwa. Basi Trevor hakufurahishwa na Hamza kutokusalimia kwa heshima kama wengine. Msikilizaji nacheka, lakini Trevor hakufurahishwa na Hamza kutokusalimia kwa heshima kama wengine. Hata hivyo alishia kuelezea akasema kwamba brother Duma, usiwe na hasira, huyu ni shemeji yake Irene na dada yake. Wamekuja tu kutoka Dar kwa ajili ya kumsalimia. Kwa sababu ya Irene nikaona sio mbaya kuja nao. Hawana uelewa sana kukuhusu wewe, ndio maana kidogo wako hivi. Basi brother Duma akajibu ya kwamba ni swala dogo sana hilo bwana, wala hata msijali sana. Alafu haina haja ya kujinyenyekeza mbele yetu bwana, wakati wewe ni mwenzetu. Aliongea kisha kauliza kwamba umesema wanatokea Dar, wanajishughulisha na nini? Trevor akajibu ya kwamba dada yake Irene kafungua kampuni na kumwajiri mume wake kama mlinzi. Aliongea Trevor huku sasa akitoa kicheko kidogo akimwangalia Hamza. Sasa Komando Duma alionekana kushangaa akasema kumbe. Wengine walionekana kucheka. Sasa Duma akasema ya kwamba utakuwa unadanganya wewe. Kivipi mwanamke mrembo kama huyo aolewe na mlinzi? Basi kuna bwana mmoja alikuwa pembeni akasema ya kwamba shenzi kabisa, ningejua siku hizo wanawake warembo wanawafagilia walinzi, ningeomba kazi mapema. Mara baada ya Winnie na Lulu kusikia hivyo, walishia kutoa vicheko vya chini chini. Ni Irene tu ambaye hakufurahishwa na jambo hilo. Saduma akasema ya kwamba inatosha sasa wazee, sisi wote ni watafutaji, hakuna haja ya kuchekana bwana. Karibuni sana mketi, karibuni. Aliongea Duma huku sasa akitingisha jivu la sigara kwenye sahani. Kila mmoja alikaa. Trevor alitaka kukaa kando ya Irene kwenye sofa, lakini Irene alikimbia kukaa na Reggie. Hivyo alishia kuketi na wakina Winnie.
Warembo hao kuketi na Trevor walikuwa na furaha mno. Moja ya fahari ya eneo hilo ni kwamba lilijengwa kwa namna ya kipekee. Ni kama klabu ndani ya klabu. Yaani lilikuwa pana, ni hoteli ambayo unakodi chumba kinachofanana na klabu. Kisha unaomba warembo unaotaka kwa ajili ya kukuburudisha, aidha kwa kucheza, kuimba au kuwa nao karibu. Na kila chumba kilikuwa na huduma ya karaoke. Sasa Hamza aliyekuwa amekaa pembeni ya Reggie hakujali kabisa kejeli za watu hao. Alishia kuchukua kinywaji na matunda na kuanza kula. Isitoshe bado hawakuwa wamekula chakula cha mchana kutokana na kumsindikiza Reggie kununua nguo. Kwa mtazamo wa watu waliokuwa ndani ya eneo hilo, walihisi Hamza hakuwa na uzoefu wa kutosha na alikuwa mgeni sana maeneo kama hayo. Ndio maana alikuwa busy kula na kunywa tu. Sasa Duma akasema kwamba dogo Trevor, ulikuwa ukimsifia sana mrembo wa chuo. Bado tu mpaka sasa hujampata? Trevor akasema kwamba bro, bado naendelea na harakati za kumpata, ni kwamba tu hanipendi. Basi Henok akasema Irene, inakuwaje mpendi dogo langu hapa? Shida nini? Irene akasema ni kwa sababu tu sitaki mahusiano yote kwa sasa. Henok akasema Irene, kama utakubali kutoka na Trevor, mimi kama kaka yake na wewe kama shimeji yangu nitakupa gari kama zawadi. Aliongea Henok kwa kujigamba. Irene alishia kuzungusha macho yake tu, huku akijiambia kama shida yake ni gari, sasa anaweza kuendesha magari ya dada yake na kubadilisha kila siku. Asa Trevor akasema kwamba bro, usiongee tena bwana. Irene ni aina ya wanawake ambao kwao hawapendelei sana vitu vya kuhongwa. Ni kama unamtusi ukiongea hivyo. Basi jamaa akasema kwamba basi poa, unajua mimi ni mtu wa kawaida ambaye nilichojaliwa ni pesa tu, ndio maana nawaza kuhonga tu. Irene, usikasirike bwana. Basi Winnie akauliza kwamba kaka Henok, wewe sio mbaili yani, kama unapanga kumpa zawadi mpenzi wa mdogo wako, vipi kuhusu mpenzi wako? Baada ya Winnie kuuliza hivyo, Henok akasema kwamba vipi Winnie, unataka kuwa mpenzi wangu ama? Aliongea sasa kimkonyeza. Winnie huko akijichekesha akasema kwamba mimi sikutaki jamani. Lulu kumuona rafiki yake alishia kutoa kicheko cha chini. Na baada ya hapo akamwambia Henok ya kwamba bro Henok, unaonaje ukimchukua Winnie? Inaonekana wazi tayari ameshakukubali. Henok akasema wewe sema wote mmenikubali bwana. Mnaonaje usiku wa leo nikiondoka na nyie wote hapa? Aliongea Henok na kuwafanya warembo hao wa chuo kuona aibu. Ingawa ilikuwa wazi kwamba kama angekazia wangeweza kweli kukubali. Irene kuona tabia hizo za marafiki zake alishia kuona aibu mbele ya Reggie. Irene akasema dada samani, marafiki zangu wanajaribu tu kutania tu ila hawamaanishi. Reggie alishia tu kutingisha kichwa kwa namna ya kuelewa, ila hakuongea neno. Duma alishia kuangalia Henok akichokozana na warembo hao, kisha macho yake yakamgeukia Regina. Saduma akasema kwamba hey bibi Regina, nahisi kama nimekuona mahali ila sikumbuki, au tulishawahi kukutana? Sekunde alizoongea maneno hayo zilifanya kila mtu kuhisi kinachotaka kutokea. Isitoshe Duma mambo yake mengi aliyafanya hapo hapo Dodoma, na Reggie ni mtu wa daa mara nyingi. Ni ajabu kuhisi wawili hao wameshawahi kukutana. Watu walijua tu anajaribu kutafuta namna ya kumuongelesha mrembo Reggie. Lakini Reggie alishia kujibu kwamba hapana. Alijibu Reggie huku sasa muonekano wake ukiwa ni ule wa ukauzu kabisa, na jibu lake lilikuwa la mtu ambaye hakutaka kuendelea kuongea. Asa Duma akasema kwamba labda ni kwa sababu unafanana sana na mwanamke aliyewahi kumpenda sana. Aliongea Duma. Mara baada ya watu kusikia hivyo, hawakuamini. Isitoshe ni adimu sana kwa wanawake wengi kuwa na uzuri unaoendana na wa Reggie. Hamza alishindwa kujizuia kutingisha kichwa chake kwa masikitiko. Aliona wazi bwana huyo alikuwa akijaribu kumtongoza mke wake mbele yake. Alijiambia tu kama sio kwa ajili ya Irene, angekuwa tayari amemrushia nje mpumbavu huyo. Wanawake aina ya Reggie mara nyingi wanaweza kupendwa na mwanamume yeyote. Hilo sio tu juu ya muonekano, bali pia akili. Wanaume wanapendezwa sana na wanawake wenye akili, sio wenye ubongo ambao uko kwenye nyashi ama unayejivunia siji shape. Wanapendezwa sana mbali na muonekano, lakini akili ni kitu cha msingi sana kwa mwanamke. Sasa Winnie akauliza kwamba kaka Duma, mpenzi wako wa kwanza ndiye anaitwa Felista? Aliuliza Winnie ambaye alionekana kufikiria kitu. Na Duma akasema kwamba ndio, umejuaje? Trevor akasema kwamba watu wengi waliokufuatilia wanajua, sinasikia pia hata jina lako la Duma ulipewa na mpenzi wako.
Aliongea hivyo Trevor. Sasa muda huo jamaa aliyeitwa Ninja aliyekuwa sasa akiendelea kutafuna karanga na mizizi alishia kuongea na kuanza kusimulia, akasema kwamba ngojeni niwaambie sasa, miaka iliyopita baada ya Broduma kutoroka kambi ya waasi huko Kongo, alikuwa ameambatana na wenzake 15 akiwemo Felista aliyepanga kukutana naye Tunduma, lakini kumbe wenzake walikuwa na mpango wao wa kumsaliti Brother Duma. Hivyo wakamteka Felista kwa ajili ya kumlazimisha Duma kuachia madini. Brother Duma hakukubali, hivyo akaamua sasa kupigana na watekaji ambao walishirikiana na kundi la kimafia la Pakashume. Ni bahati mbaya tu Felista alifariki katika mapigano, lakini Duma aliweza kuamaliza wasaliti wote na kisha kumuua bosi wa kundi la Pakashume. Na kuanzia hapo akawa bosi mpya. Basi Winnie akasema, kumbe ilikuwa ni story ya kweli. Nilijua watu huko mtandaoni walikuwa wakizusha tu. Aliongea Winnie sasa akimwangalia Duma kwa hali ya kuvutiwa na ujasiri wake. Winnie akasema kwamba kama ningekuwa Felista, nisingesikitika kufa kwa ajili ya mwanamume ninayempenda. Duma akasema kwamba ni mambo yaliyopita. Aliongea Duma, kisha pale pale akasimama ghafla. Watu hawakuelewa anataka kufanya nini, lakini muda ule ule alimsogelea Reggie. Hey Regina, nimemkumbuka sana mpenzi wangu Felista. Alikuwa mwimbaji mzuri. Naomba tuimbe kwa kurudia wimbo nitakaochagua. Na mimi ni mume wako mlinzi, hatojali jambo dogo kama hili. Aliongea sasa akimwangalia Hamza. Muda huo ghafla tu watu wote walimwangalia Hamza kwa matarajio. Yaani kama vile walikuwa wakisubiri jambo la kuvutia litokee. Hamza naye hakujua huyo bwana ana akili au ni matope. Yaani anaona kweli mlinzi wa kawaida tu anaweza kumuoa mwanamke kama Regina. Yaani hata mwenyewe ajiongeze, Hamza mpaka akajishangaa na kujiuliza tangu lini akaonekana wa kawaida sana jamani. Tangu lini? Sasa Hamza akasema kwamba hey, najali. Kauli yake hiyo ilifanya eneo hilo kuwa kimya. Baadhi ya washikaji wa Duma walionekana kukasirika. Duma naye macho yake alionyesha kutokufurahia jibu la Hamza, lakini pia yaliingiwa na hali ya mashaka kidogo. Alijiambia au anakosea? Yaani inakuaje mlinzi wa kawaida kama huyo kutokuwa na hofu kabisa? Kawaida alizoea mtu wa kawaida kumwogopa mno, kutokana na kuzindikwa kichawi ili kutia hofu mtu yote atakayemwangalia machoni. Sijui shoe kukutana na hao watu. Yaani ile tu kumtazama tu kuna hali fulani inahisi kama ni ya hofu hivi. Watu wanazindikwa. Watu wanapigwa chale. Mara baada ya kufikiria kwa kina, alijiambia lazima huyo bwana atakuwa na ubongo mdogo wa kuchanganua mambo, au ni kwa sababu ya kuwa tu mwazi wa hisia zake. Alijiambia inaweza kuwa kweli, ndio maana hata aliweza kumfanya mwanamke mrembo kama Regina kumpenda. Sasa akasema kwamba haijalishi sana bwana, mimi ninachojali ni kama Regina mwenyewe atataka au la. Jamaa aliongea hivyo huku sasa akimwangalia nani? Regina. Siwezi kuimba na mtu yeyote tofauti na mume wangu. Unaweza kutafuta tu mwanamke mwingine wa kukumbusha kuhusu mpenzi wako, lakini sio mimi, alijibu Reggie. Ninja aliyekuwa amekaa pembeni alishindwa kujizuia na kusimama huko akifoka. Jamaa alianza kutukana na tusi moja kubwa, kisha akasema kwamba Broduma anakuomba kistaarabu tu, lakini unamkatalia kijeuri hivyo. Hivi unajua nini kitatokea ukimkasirisha? Irene akasema kwamba wewe unaropoka nini sasa? Si dada amekataa. Ninja akasema kwamba kukataa? Hivi unajua nini maana ya kukataa? Irene akasema kwamba nyie ni kundi la washenzi nini? Dada tuondoke hapa. Sasa yule ninja akasema kwamba muondoke kwenda wapi baada ya kumkasirisha bosi wetu? Mnataka kuondoka kwenda wapi? Mara baada ya kuona hali yao inachafuka, Trevor alishia kumwangalia binamu yake akimpa ishara yenye maana fulani hivi. Enoch akasema kwamba Brother Duma, nadhani tupotezee tu kuhusu hili bwana. Leo ni siku ya dogo Trevor hapa na amefika na wanafunzi wenzake. Na kwa hiyo siku chache zijazo nitakualika hapa upya na nitasaka wanawake wazuri wanaoendana na Felista kama namna ya kukuomba radhi. Basi kusikia hivyo Duma alishakutabasamu kidogo. Akasema kwamba kwa sababu umeongea wewe, nitakusikiliza Enoch. Isitoshe tupo kwenye sherehe ya binamu yako. Basi mara baada ya kuongea hivyo, aliwaangalia watu wake na kuwapa ishara ya kukaa kimya. Mabwana hao mara moja walishia kunyamaza huku sasa wakiwaangalia Hamza na Regina kwa kukosa furaha. Mara baada ya hali kutulia kidogo, Trevor alisimama huku sasa akiinua glasi ya kilevi juu. Akasema kwamba asante sana Broduma kwa kuheshimisha siku yangu. Broduma akajibu kwamba ni swala dogo sana ile. Kwa ajili ya baba yako sitaki pia siku yako ivurugike.
Trevor akasema kwamba asante sana bro Duma. Naamini hutokasirishwa na dada yake Irene pamoja na shemeji yake. Ni watu ambao hawajakuelewa bado. Enoch akasema Trevor, sio na wasiwasi bwana. Duma ni muelewa sana. Hawezi kuwafanyia chochote ndugu wa marafiki zako. Mara baada ya Trevor kusikia hivyo, haraka kichwa kilivimba na pale pale alimwambia Irene ya kwamba Irene, msio na wasiwasi, kwa ajili yangu kaka Duma hawezi kuwafanya chochote. Irene akasema kwamba mbona sisi tulikuwa sawa tu bila wasiwasi, sitoshe shemeji yangu hajafanya kosa lolote. Akaambiwa Irene ya kwamba Irene, acha kuwa mbishi, mshukuru Trevor kwa kutuliza hali. Asa Lulu akasema kwamba natamani hata ingepata nafasi ya kuweza kukumbushia chochote kuhusu Felista. Lulu aliongea hivyo. Winnie akasema ya kwamba wewe, hebu acha kuota. Wanawake hao walijishobokesha kwa bashasha. Hata hivyo Duma hakuonekana kupendezwa nao kabisa. Muda huo ni kama tamaa zake dhidi ya Reggie zilizidi kuimarika baada ya kugundua alikuwa ni mwanamke mgumu. Baada ya hali kutulia, Lydia alileta keki ambayo ilikatwa, lakini watu waliona aibu kula. Hamza mara baada ya kugundua keki hiyo ilitengenezwa kwa strawberry, pale pale alichukua kisu na kukata kipande kimoja, huku nusu akimgawia Regina. Hey wife, kwa muda huu ni ngumu sana kukununulia donut unazopenda. Unaonaje ukila hata hii keki? Potezea bwana, tutanunua hata kesho. Hamza kumlazimisha na alishia kula kidogo. Regina hakuwa amefurahia sana hapo ndani. Alitaka tu muda uende ili uondoke. Upande wa Irene, yeye alikuwa akifurahia mno. Eneo hilo lilikuwa na muziki mzuri sana, na mara baada ya kufungulia alijikuta wakianza kurudia nyimbo zilizokuwa zikipigwa na marafiki zake. Sasa ilipofika muda kama wa saa 3 hivi kwenda 4, wale vibaraka wa Duma walionekana kunongonezana, na kisha pale pale walimimina glasi 3 za mvinyo na kuziweka juu ya meza. Sasa Ninja akasema kwamba bro mlinzi, hebu naomba basi mpokee vinywaji na mtusamee kwa maneno tuliyoongea. Aliongea Ninja huku akiwakabidhi Regina na Hamza glasi zile za mvinyo. Regina alishia kumwangalia Hamza. Wawili hao waliweza kujua kuna kinachoendelea, hususan kwenye mvinyo huo. Hata hivyo vitu vya aina hiyo visinge wadhuru kabisa. Wife, naona jamaa kaongea kwa dhati mno. Tunywe tu kuwasamehe. Aliongea Hamza. Regina alijua Hamza anawatega. Hata hivyo hakutaka kunywa mvinyo ambao hakuuelewa. Reggie akasema kwamba naomba unywe kwa ajili yangu. Hamza kujali na mara moja alipokea glasi zote mbili na kisha kuzimaliza zote. Mwili wa Hamza hauwezi ukaathirika na kilichowekwa humo. Basi akasema kwamba hey, nadhani sio tatizo kumsaidia mke wangu kunywa. Ninja kwa kutabasamu akasema kwamba hakuna tatizo kabisa. Mara baada ya kuona Hamza anaweza kunywa glasi zote, walishia kumpa ishara ya dole gumba. Mara baada ya Ninja kukaa chini, walijikuta wote wakianza kumwangalia Hamza mara kwa mara. Hata Duma aliyekuwa akivuta sigara alimwangalia Hamza, lakini hata baada ya kusubiri kwa muda mrefu, Hamza hakuonyesha mabadiliko yote. Ninja na wenzake walijikuta wakiangaliana kama vile ni kama kuna kitu hawakielewi. Komando Duma naye alikuwa katika hali ya kuwaza. Hamza alishia kuwacheka mabwana hao moyoni tu, huku akijiambia lazima wanajiuliza kama dawa yao imepitwa na wakati au vipi. Hamza mara baada ya kula na kushiba alishia kucheua tu, huku sasa akitabasamu wakati Irene akiimba. Irene, unapanga kuimba kwa muda gani? Irene kuulizwa hivyo akajibu kwamba nimeshamaliza, ila nataka tu kwenda kwanza msalani, nikirudi tunaondoka. Trevor akasema Irene, kwa nini unataka kuondoka mapema hivyo? Hata saa 4 bado bana. Irene akajibu, lakini si sherehe yako tayari imeshaisha na keki imekatwa jamani, nikichelewa baba yangu akijua itakuwa ni tatizo. Winnie akasema Irene, twende wote msalani, ukiondoka na sisi pia tunaenda. Aliongea Winnie aliyekuwa sasa ameudhika kidogo kutokana na kushikwa. Lulu akasema kwamba na mimi pia. Basi Trevor kuona warembo hao wanataka kuondoka, hakuwa na furaha kabisa. Alishia kukunja sura na kisha kumwangalia Hamza. Akasema kwamba oya, shemeji yake Irene, mnalala wapi usiku wa leo? Mimi nitawaandalia dereva kwa ajili ya kuwarudisha. Haina haja, hatujaonana na Irene kwa muda mrefu, hivyo tunapanga kuzurura tu. Asante kwa kutukaribisha kwenye sherehe yako. Alijibu hivyo Hamza. Sasa Enoch akasema kwamba bro mlinzi, kama kweli unashukuru, unaonaje ukimwacha Trevor na Irene wapate hata good time pamoja? Hamza akasema kwa hiyo unataka mimi yani ndio nimsaidie kumpata mwanamke? Sidhani kama huo ni wanaume. Ninja akasema kwamba shenzi kabisa, nadhani wewe jamaa una tatizo la akili. Hivi kwa nini kila kitu unapinga tu? Enoch, ngoja nikusaidie kumshikisha huyo mpumbavu adabu.
Trevor akasema kwamba sema shemeji yake Irene, nilidhani unaelewa utaratibu baada ya kutuliza hali mara ya kwanza Trevor aliongea hivyo. Hamza akasema kwamba wewe bado ni mdogo kabisa na pia ni mtoto akishua. Kwa nini unafikiria ujinga badala ya kujikita kwenye masomo? Trevor akasema kwamba sasa mlinzi kama wewe utanifundisha nini mimi? Hivi unajua hata unaongea na nani? Anaongea Trevor, ambaye uvumilivu wake sasa ulikuwa umefika mwisho. Basi Ninja akasema kwamba oya Trevor, huyu jamaa ni ng'ombe. Yaani ni ng'ombe. Ndio maana haelewi namna dunia inavyoendeshwa. Nadhani wenyewe mnaona. Aliongea Ninja. Mara baada ya kuongea hivyo, Ninja alinyanyua chupa huku sasa akikunja mikono ya shati na kuanza kumsogelea Hamza. Duma akasema kwamba Ninja, unafanya nini bwana? Haitakuwa picha nzuri watoto wakirudi bwana. Ninja akasema, bro Duma, huyu jamaa bila ni kumshikisha adabu hapa hawezi kuelewa thamani yako. Duma alishia kumwangalia Regina na kutabasamu. Kisha akasema kwamba Regina, sina uvumilivu wa kutosha, hivyo ni vizuri ukamshawishi mume wako muondoke eneo hili. Regina akasema kwamba tunamsubiri Irene afike ndio tuondoke, na pia hatumuogopi mtu hapa. Duma akasema kwamba wow, napenda wanawake jasiri kama wewe. Lakini hapa sio sehemu mliozoea. Watu wa hapa wanajali zaidi hadhi zao kuliko kitu kingine. Aliongea hivyo basi pale Trevor akaongea kwa kubembeleza akasema kwamba sister, mnaonaje nikiwaitia gari mtangulie kuondoka, alafu mimi nitamrudisha Irene baadaye kidogo. Habi, hebu acha kuendelea kula. Hao unazidi kunichukiza tu hapa. Twende kumtafuta Irene tuondoke. Hamza alishia kuweka chini kipande cha keki na kisha pale akaishia kukubali. Sawa, tuondoke. Ninja akasema kwamba wewe jamaa, ina maana huelewi Kiswahili au? Anaongea Ninja akionekana kuwa tayari kupigana. Hamza alijiambia inaonekana hawezi kuondoka kawaida tu ndani ya eneo hilo. Hata hivyo, alipokuwa anataka kufanya kitendo kidogo kwa Ninja, aliweza kusikia makelele ya Irene nje akipiga kelele, shemeji, shemeji. Sasa ni muda ule Irene na Lulu walionekana kuingia ndani ya eneo hilo kwa kupaniki. Hamza akauliza nini tatizo? Irene akasema kwamba Winnie kashikwa na mwanamume mlevi na analazimisha. Hata hakumaliza kauli, Trevor akasema kwamba nini bro, hii nini sasa? Mimi nimekuja nao hawa. Sasa wakitokea na jambo lolote itakuwa tatizo kwangu. Trevor alimwangalia binamu yake. Binamu akasema kwamba sio na wasiwasi bwana, Duma yupo hapa, hivyo tulia, marafiki zako watakuwa salama. Aliongea hivyo ni kama pale Ninja alimpuuza kwanza Hamza. Akasema kwamba Lulu, umemwambia huyo mpumbavu mpo hapa na bosi Duma? Lulu akasema kwamba ndio tumemwambia, lakini anasema. Lulu akashindwa kumalizia kauli. Duma akasema kwamba ongea tu. Basi Lulu akasema tukwambie na wewe uende ukanyo. Hakumaliza kauli yake. Trevor akasema kwamba huyo mpumbavu nini? Katokea wapi mpumbavu aliyochoka kuishi? Ninja akasema kwamba anaonekana hawataki kumpa heshima bosi wetu. Brother, twende tukashikisha adabu. Sekunde hiyo tu mabwana hao walisimama haraka. Walipokuwa wanataka kutoka, walimuona Lydia, meneja wa klabu hiyo, akikimbia kuja ndani. Basi Lydia alipofika akasema kwamba bosi Duma, tafadhali usikasirike, acha tu nishughulikie hili mimi, tafadhali sana. Ninja akasema kwamba Lydia, nini kwani kinaendelea? Huyo mpumbavu ni nani anayejaribu kumtukana bosi wetu? Lydia akasema kwamba ni bosi Jackie, mteja wetu ndani ya chumba namba 77. Amelewa sana ndio maana, lakini alimtaka huyo msichana kwa ajili ya kunywa tu, atakuwa sawa. Duma akasema kwamba Jackie, huyo mzee naye yupo hapa? Lydia akajibu ya kwamba ndio. Jibu hilo la Lydia lilimfanya Henok kusema ya kwamba mshenzi sana huyo jamaa. Yaani anajua Duma yupo hapa ila hajajisumbua atakuja kusalimia. Na mbaya zaidi anakuapua mrembo wetu. Huyu mpumbavu nadhani siku hizi anavimba kichwa. Au amesahau sisi ndio tulimfanyia mpango wa dili lake la ujenzi. Trevor akauliza kwamba Jackie ni nani? Henok akasema ni jamaa mmoja tu, mhandisi wa majengo. Alimuoa mwanamke mmoja mmiliki wa kampuni ya real estate. Miaka fulani hivi aliomba connection ili sasa kushinda tenda ujenzi wa majengo ya wizara. Lakini baada ya kumconnect alianza kuwa chawa mkubwa sana wa baadhi ya viongozi na kujenga connection mpya. Alongevo Henok. Mara baada ya kusikia hivyo, Trevor alijifanya kumtuliza Irene. Akasema kwamba Irene, usiwe na wasiwasi sawa, kwa uwepo wetu hapa hakuna kitakachompata Winnie. Basi ni muda huo Duma alitoa maagizo akasema kwamba kamrudisheni Winnie hapa na mleteni Jackie hapa mara moja. Ninja akasema kwamba kuwa na utulivu bro Duma, tutatii maagizo yako. Aliongea Ninja na mara moja yeye na vijana wake walitoka. Hamza kuona hivyo hakuhitaji kuingilia sana, hivyo alimtaka tu Irene kusubiri.
Ni muda mfupi tu yalisikika makelele kutoka kwenye korido, matusi yakirushwa huku na huku, na muda huo huo Winnie alirudi kwa kukimbia. Basi Irene na Lulu walishia kumkumbatia rafiki yao ambaye alianza kulia. Msichana huyo nguo yake ya juu ilionekana kuchanika na pia alikuwa sasa na mikwaruzo. Kwa huzuni akasema ya kwamba niliwakatalia kunywa pombe wakaanza kunipiga. Anaongea kwa huzuni. Ni muda huo huo sasa mwanaume fulani hivi mfupi mwenye kitambi aliburuzwa kuingia ndani ya chumba hicho. Bwana huyo wa makamo mdomo wake ulikuwa ukivuja damu na ilionyesha meno yake mawili ya mbele yalikuwa yamegongwa. Ninja akasema ya kwamba piga magoti wewe mzee. Enoki akasema kwamba mzee Jackie, naona siku hizi umekuwa sasa Yaani unathubutu kutupokonya mwanamke wetu? Jackie huko akajichekesha akasema kwamba kumbe ilikuwa ni demu wenu. Ilikuwa ni wewe Duma. Na umefikia kunipiga hivi kwa sababu ya malaya. Aliongea Jackie. Irene kwa hasira akasema kwamba wewe mzee, unamuita nani malaya? Jackie kwa dharau akasema, saka mwanamke kuja mpaka hapa. Wewe nani kasio malaya tu mzauchi? Hebu semeni bana, mmeficha nini mpaka kuwapagaisha hao paka shume au mmevikanda na asali? Aliongea Jackie kwa dharau sana. Maneno hayo ya matusi aliwafanya wasichana hao kasirika. Pale pale Duma alishia kuvuta moshi mwingi na kisha kutoa nje, na mara moja mkono wake ulicheza na kumlamba Jackie vibao. So Ninja akasema kwamba hebu fungua macho yako wewe mpumbavu. Huyu ni mtoto wa mzee Mkilima na hawa ni marafiki zake. Umethubutu vipi kuwashika kwa mikono yako michafu? Aliongea hivyo Ninja. Winnie na Lulu mara baada ya bwana huyo kupigwa walifurahi. Asa Trevor alishia kuridhika tu na kumwangalia Irene. Akasema kwamba Irene, unaona? Hii ndio maana ya kuwa na nguvu. Ukiwa na mimi hakuna kitu unachoweza kuogopa. Bado mimi siwezi kuruhusu mtu akuchokoze. Asa Irene alishia kukosa neno. Alijiambia mtu yeyote akimchokoza ni sawa na kujitafutia kifo, hata bila msaada wa Trevor. Basi Jackie akasema alimtukana kwanza Duma tusi la kikubwa balaa. Hamwambie mkese tu, unanipiga mimi kwa sababu ya makahaba. Unadhani mimi nakuogopa? Unajua mimi nikipiga simu ni kipi kitakutokea? Jackie alikuwa anaongea kwa sauti kubwa. Mara baada ya kuona Jackie sasa hakuwa na woga kabisa mbele ya Duma, mabwana hao walishangana kujiuliza au ni kwa sababu Jackie kapata mtu mwenye nguvu ndio maana. Asa Duma mara baada ya kufikiria kidogo alishia kusema ya kwamba Ninja, mpatie simu. Anaonekana kuwa na mtu mzito nyuma yake. Nataka kumjua. Basi Ninja akasema kwamba Duma, wazo lako bomba sana. Ngoja tuone nani anamuita ndio tumshikishe adabu. Aliongea Ninja na mara moja akamrushia simu Jackie. Jackie mara tu baada ya kushika simu alianza kubonyeza namba na kupiga. Kisha akasema kwamba bosi Mshengo, ni mimi hapa mzee Jackie hapa. Hii namba sio yangu. Alivyo hapa kwa Shuma amenizingira. Wanataka kunifanyia fujo hawa. Ndio. Wanaongozwa na jamaa anaitwa Duma. Hapa Diamond Club hapa. Okay, nakusubiri ufike. Mara baada ya kumaliza kuongea na simu pale alimwangalia Duma kwa macho ya tabasamu. Akasema kwamba Duma, mwisho wako ulishafika. Wewe subiri uone. Umeshaingia kwenye 18. Nilikutamani sana muda mrefu. Basi vibaraka hao wa Duma walijikuta wakiangaliana kwa wasiwasi. Kutokana na kuona namna ambavyo Jackie hakuwa na wasiwasi, waliamini lazima kuna mtu mwenye nguvu aliyekuwa akimsaidia. Basi Duma akaulizwa kwamba bro Duma, unaonaje na sisi kuwasiliana na ule mtu? Jackie akasema kwamba Duma, ni bora kuwasiliana na hao mafisadi wanaokusupport. Usipofanya hivyo usiku wa leo uponi. Duma akasema kwamba haina haja. Basi bwana. Regina alishia kumwangalia Hamza kwa namna ya kumpa ishara ya utambuzi wa jambo. Kisha kwa sauti ya chini, Regi akasema kwamba Habi, inaonekana huyo kafanya makusudi. Hamza alishia kuinua tu mabega. Hata yeye pia aliweza kuhisi huyo mzee, yani huyo mzee Jackie alifanya makusudi kumchokoza Duma. Lakini hata hivyo, alikuwa na shauku kubwa ya kutaka kujua huyo mtu mzito aliyekuwa akimpa jeuri huyo mzee Jackie ni nani, kiasi cha kumfanya yani kutokuogopa mabosi wa jiji hilo. Upande mwingine pia aliona kulikuwa na fumbo juu ya connection alizokuwa nazo Duma. Hivyo aliona atulia tu. Kwa ufupi ni kwamba swala hilo lilizidi kuwavutia na kuvuta shauku yao. Hamza na Regi ambao walikuwa wakitaka kuondoka hawakuwa tena na haraka na wakaona ngoja asubiri kidogo. Wakati kila mtu akisubiri mtu aliyeitwa na Jackie kufika ndani eneo hilo,
hali ya hewa kwa ujumla wake ilikuwa ni nzito. Jackie mwenyewe mara kwa mara alikuwa akitema damu, huku sasa akimwangalia Duma kwa hasira. Vijana wa Duma pia walikuwa na hasira, kana kwamba walikuwa wakisubiri kauli moja tu ya bosi wao kumuua huyo bwana. Sasa Duma upande wake hakuonekana kuwa na wasiwasi kabisa. Alishia tu kuwasha sigara nyingine, huku sasa akiongea kwa sauti ya chini. Duma akasema kwamba mzee Jackie, nasikia umepata mwanamke mwingine na ana hela nyingi sana. Jackie akajibu kwamba ndio, naona wivu ama? Duma akasema sina hata wivu, ni kwamba tu nasikitika. Kuanzia leo hautakuwa na maisha mazuri tena. Yaani utakuwa ni kama mbwa tu. Mzee Jackie akacheka akasema kwamba chukulia fursa kunisema, ila jua tu ndani ya dakika chache wewe ndio utakuwa mzoga wa mbwa. Basi wakati akiongea hivyo, aliwaangalia Irene na wasichana wengine ndani ya eneo hilo. Kisha akasema kwamba nyie, chaguo lenu ni moja tu. Mimi babu yenu naondoka na nyie. Kwa hiyo msifikirie kabisa mnaweza kunitoroka. Naondoka na nyie. Basi Winnie na Lulu kusikia hivyo, walishia kujikumbatisha kwa hofu na wasiwasi. Trevor alishia kutembea na kumsogelea Irene, kisha kwa sauti ya chini akasema kwamba Irene, usiwe na hofu, nitakulinda. Irene akasema kwamba nani kakwambia mimi na hofu ya kutaka kulindwa? Isitoshe, hujui hata kupigana, utanilinda vipi? Trevor akasema kwamba familia yetu ina connection na watu wazito, na kwa uwepo wa ndugu zangu hapa hawezi kukufanya chochote. Basi Irene alishia tu kulazimisha tabasamu, lakini hakutia neno lingine. Muda huo Duma alimwangalia Regina, kisha akasema kwamba Regina, unaonekana kuwa na utulivu mkubwa. Kwa hilo tu nazidi kuvutiwa na wewe zaidi na zaidi. Kwa hiyo usio na wasiwasi, baada ya hili swala tutakusindikiza kurudi nyumbani salama. Regina alishia kushika mkono wa Hamza, huku sasa macho yake akiwa na ukali. Regi akasema kwamba haina haja, nitaondoka na mume wangu. Duma alishia tu kuonyesha hali ya kejeli, huku sasa akitingisha kichwa chake. Basi Duma akasema kwamba hii ni Dodoma bwana, sio kwenye kampuni yako. Huyo mlinzi hataweza kukulinda. Regina alishia tu kukunja uso, lakini kwa sababu Hamza alikuwa kimya tu, hata yeye mwenyewe hakujisumbua kuongea chochote. Muda huo Hamza aliona alikuwa kiboreka kwa kukosa cha kufanya. Mara baada ya kuona Duma akivuta sigara, naye alichomoa pakiti ya sigara na kuiwasha. Kundi hilo la watu wa Duma mara baada ya kuona sigara hiyo, walizidi kumwangalia kwa macho ya kibei. Ninja akasema kwamba sema walinzi wana maisha magumu sana. Ni sigara gani hiyo sasa? Aliongea Ninja. Binamu yake Trevor alishia kuchomoa sigara kutoka kwenye pakiti yake, kisha akamrushia Hamza mbele yake. Akasema kwamba bro mlinzi, vuta hiyo bwana, ni zawadi yangu kwako. Hamza kajibu haina haja, na enjoy sigara za aina hii. Basi Duma akasema kwamba wewe sema unaufurahia tu maskini na unaogopa kumshtua shetani. Enoch, hebu acha kujisumbua naye. Enoch akasema haina haja hata kumcheka binadamu wenzetu, wote sisi tumezaliwa maskini. Baada ya kusikika kwa kauli hiyo, wote walianza kucheka. Muda huo Trevor alikuwa akitabasamu kwa furaha zote na alimwangalia Irene kwa sifa. Trevor akasema kwamba Irene, familia yenu inaonekana mnajiweza kiuchumi. Kwa nini shemeji yako anavuta msokoto wa tumbaku? Irene akasema kwamba wewe haikuhusu bwana. Kwani kuna tatizo gani shemeji yangu kuvuta msokoto anaoupenda? Je, kama anaupenda huo msokoto? Aliongea Irene, huku sasa akijifikiria kwa wakati mmoja kwa nini hakujua Trevor alikuwa mjivuni namna hiyo mwanzo. PDG Jackie mara baada ya kusikia kauli hizo za watu, ajikuta kama sasa anamuona Regina na Hamza, na macho yake pale pale yalichanua kwa tamaa. Hazikupita hata dakika 10, mara zilisikika sauti nzito za viatu kutoka kwenye corridor. Hamza na Regi walishia kuangaliana. Ni muda huo aligundua mmoja kati ya watu waliokuwa kwenye corridor alikuwa na mafunzo ya nishati kufikia level ya ufunuo. Hatua ya ukamilifu wa mwili kudadadeki. Kwa mtu wa level hiyo katikati ya watu wa kawaida ni mtaalamu wa hali ya juu. Kilichoshangaza zaidi ni kwamba mtu huyo alikuwa akitoa msisimko wa hali fulani hivi ya uchawi unaoendana na mafunzo ya nishati ya kambi ya nani hawa wachaji hawa. Ilikuwa ni rahisi kwa Hamza kutambua nguvu hizo kwa sababu alishawahi kukutana na mtu mwenye mafunzo ya nishati ya namna hiyo. Hamza pale pale alihisi ndio maana PDG Jackie hakuwa na hofu kabisa, kumbe alikuwa na watu wa aina hiyo nyuma yake. Dakika ile ile alionekana mwanaume wa makamo aliyevalia koti la ngozi la rangi ya ugoro, ambaye alikuwa na muonekano wa kitanashati sana. Basi akawa amesimamishwa. Baada ya kufika pale akaambiwa kwamba simama, wewe nani? Mabodyguard walimzuia kwa kumkinga mwanaume huyo asiingie ndani ya chumba hicho.
Hata hivyo, kabla ya bwana yule wa makamo hajaongea chochote, watu waliokuwa nyuma yake walishasogea na kuwapiga vipushi wale walinzi kwa kitendo cha haraka sana. Sauti ilisikika akisema ya kwamba, Mr. Mchengwa, karibu sana. Hebu ona walivyoniharibu sura hawa watu. Hawa ndio wanajiita Pakashume na kudhani hii nchi ni mali yao kwa sababu tu za connection zao. Naomba unisaidie kudili nao ili iwe rahisi kwangu kuendeleza biashara zetu. Yule bwana wa makamo uso wake ulikuwa wa ukavu mno na alikuwa akimwangalia Duma bila kupepesa macho. Sasa Duma aliposikia hivyo, kwanza Duma aliambiwa kwamba wewe ndio kiongozi wa kundi la kimafia la Pakashume maarufu kama Duma, si ndio? Duma akajibu, ndio ni mimi. Wewe ni nani mwenzangu? Huyo jamaa akajibu ya kwamba Jula Mchengwa. Hata hivyo, kwa adhi yako sidhani kama umewahi kusikia jina langu. Duma akasema kwamba kumbe na wewe ni mchaji. Ndio maana mzee Jaki alionekana kutokuwa na hofu kabisa. Lakini ndugu Jula, nadhani unajua hapa ni makao makuu na kuna mpangilio wa nguvu ya siri ndani ya eneo hili. Huoni kwamba unachojaribu kufanya ni uchokozi? Basi baada ya Jula Mchengwa kuambiwa hivyo, akasema kwamba Duma, kama kweli unafahamu fika kuhusu kambi yetu ya wachaji, basi lazima pia unajua ni gepu kubwa kiasi gani lililopo kati yetu. Mbele yetu wewe na kikundi chako hamna tofauti na inzi. Zamani tulikuwa tukifahamiana sana, lakini hiyo ni zamani, sio sasa. Ukweli ni kwamba hata kama hatutakufanya chochote, watu wa Chimagai ndio wenye kauli ya mwisho ndani ya ulimwengu wa siri kwa ukanda huu. Duma akasema kwamba umejitambulisha kwa maneno mengi, ila vipi kuhusu mabosi wakubwa wa hili eneo? Jura akajibu ya kwamba mabosi wakubwa? Ngoja nikwambie tu, hao watu wakubwa unaomaanisha hawana maana yoyote kwetu. Na kama uamini, unaweza kuambia waje tuone kama watafanya chochote. Ila kama hujiamini na hao watu wako, una machaguo mawili. Kubali kundi lako la Pakashume kuwa chini yetu, au wewe na watu wako tuwapoteze. Vijana wa Duma mara baada ya kusikia hivyo, sura zao zilifubaa kwa wasiwasi na hasira. Lakini bado wasingeweza kufanya chochote. Kwanza walikuwa watu wa kawaida na wasingeweza kushindana na wavuna nishati aina ya Jula. Upande mwingine, Trevor na wanafunzi wenzake hawakuelewa kabisa kilichokuwa kikizungumzwa hapo. Trevor akasema kwamba, binamu, nini kinaendelea hapa? Wachaji na Chimagai ni watu gani? Henok akajibu ya kwamba hata mimi sina uelewa wa kutosha kuhusu jamii ya wachaji, ila ninachojua pekee ni kwamba Chimagai ndio watu wanaoshikilia nguvu kubwa kwa siri hapa makao makuu yote. Basi Trevor akasema ya kwamba kumbe kuna nguvu zaidi ya kisiasa ya aina hiyo. Mara baada ya kusikia maneno ya binamu yake Trevor, waliishia kushangaa. Licha ya kwamba hawakuwahi kusikia kuhusu nguvu hizo za siri, walishangaa kuona Pereje Jaki akiwa na nguvu. Regina upande wake aliwaza jambo kisha kumgeukia Hamza. Habi, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mlimani si ndiye anaitwa Angela Chimagai? Kuna uhusiano wote? Inaonekana kuna mabadiliko makubwa. Familia nyingi za uungu wa kale zinaonekana kuweka kambi hapa makao makuu kwa ajili ya kushindania rasilimali za nchi. Watu wa kale baada ya kutoka mafichoni walianza kutaka nguvu zao kuonekana. Waliokuwa na nguvu za kimadaraka wameshindwa kufanya chochote zaidi ya kuangalia tu. Muda huo upande wa Duma alitoa simu yake na kuangalia ujumbe wa message. Kisha pale akasema kwamba Chifu Jula, nimeyaelewa maneno yako, lakini kabla ya kuchukua hatua kuna mtu nataka kwanza kumkaribisha. Unaonaje ukisubiri kidogo tuonane naye hapo nje? Basi huyo Chifu Jula alicheka akasema kwamba Duma, hata mkaribisha nani hapa, huchomoki. Duma akasema kwamba kama unahisi hivyo, basi subirini mgeni afike. Aliongea Duma kwa kujiamini. Ninja na wenzake mara baada ya kuona bosi wao Duma alivyokuwa akiongea kwa kujiamini, morali iliwarudia. Sasa Jula akasema kwamba kama nilivyokutarajia bwana Duma, kwa kuwa jasiri. Kama ulivyoongea nipo tayari kusubiri na kuonana na huyo mgeni uliyemkaribisha. Basi Duma hakujali sana na alishia kuonyesha ishara ya mkono kuelekea nje. Ni muda huo wote walitoka ndani ya eneo hilo na kwenda mpaka eneo la nje la maegesho ya magari. Duma alishia kusimama tu huku akiangalia saa yake kwa kusubiria. Jula na Jaki muda wote macho yao yalikuwa yakiwaangalia kwa umakini Duma na wenzake. Hamza aliwaongoza Regina na Irene pamoja na marafiki zake na kujichanganya na baadhi ya watu. Hawakutaka kuondoka.
bali kusubiri na kujua mwisho wa swala hilo. Sasa muda huo Enoch na ndugu yake walikuwa na wasiwasi mno. Kuondoka walitaka, kubaki pia walitaka. Haikuchukua muda mrefu sana, gari aina ya Escalade lilisogea taratibu na kusimama katika eneo la maegesho. Duma alipoiona gari hiyo, macho yake alichanua na haraka sana alisogea kukaribisha wageni wake. Dereva wa gari hiyo alishuka haraka kisha akafungua mlango wa nyuma na watu wawili wanaume waliweza kushuka. Hamza alishia kusinyaza macho yake. Ndani ya gari hiyo, ukiachana na dereva, kati ya watu watatu waliokuwemo, wawili aliweza kuwatambua. Alikutana nao katika hafla jijini Dar akiwa na Reji, bwana aliyetambulika kwa jina la Kijazi. Basi Duma akiwa na tabasamu akisema kwamba Mr. Kijazi, sikutegemea kama ungekuja wewe mwenyewe. Samahani kwa usumbufu. Kijazi alishia kupunga mkono wake tu kuashiria sio tatizo. Kisha akasema kwamba usijali kabisa, hili swala kutokana na uzito wake nimeona nije mimi mwenyewe. Sasa muda huo Kijazi alimuongoza mzee mmoja hivi wa makamo aliyevalia koti la zambarau kumsogelea Jula na wengine. Upande wa Reji na Hamza, kwa sababu walikuwa mbali kidogo na kuzibwa na watu waliokuwa mbele yao, ukijumlisha na eneo hilo kuwa na giza kidogo, ili mfanya bwana huyo asiwaone. Sasa muda huo Duma alikuwa tayari amesimama nyuma ya Kijazi na aligeuka kutoka kuwa bosi hadi kuwa kama kibaraka. Mara baada ya Ninja na wenzake kumuona bosi wao amegeuka kama kibaraka, na wao pia haraka walirudi nyuma na kutembea nao. Lakini wakati huo huo kujiamini kwao kukiwa kumongezeka. Upande wa Enoch, mara baada ya kumuona bosi huyo, alijikuta akifurahi mno na pale pale alimvuta Trevor na kusema kwamba dogo Trevor, haina haja ya kuogopa tena, umesikia Sikujua bro Duma anafahamiana na bosi wa Kijazi Real Estate. Basi Trevor kwa mshangao akasema kwamba Kijazi Real Estate, unamaanisha nini ndio bosi wa kampuni ya Kijazi Group? Akajibiwa swala muhimu hapa sio tu kwa bosi, lakini vile vile anatokea familia ya Kijazi, moja ya familia zenye nguvu kisiasa hapa nchini. Ndio maana Duma anaonekana kuwa mtulivu. Basi mara baada ya wengine kusikia hivyo, walijikuta wakishangaa kwa kutokutarajia kama wangeweza kukutana na bosi mkubwa hivyo. Bereje Jackie alikuwa na hali ya wasiwasi usoni mwake. Hakuwa na ule ujivuni wa mwanzo kabisa na alishia kujificha nyuma ya Jula. Kulikuwa na hali fulani hivi ya umakini kwenye macho ya Jula, lakini hakuonyesha wasiwasi zaidi ya kutabasamu tu. Sasa Jula akauliza kwamba nimeshangaa Duma anatoa wapi ujasiri wote huo? Kumbe ana mawasiliano na wewe Mzee Kijazi. Ila mmeanza lini kuwa na ushirika nao? Mzee Kijazi akajibu ya kwamba ndugu Jula, nadhani unafahamu fika ulimwengu wa giza hapa makao makuu upo chini ya Pakashume. Kujaribu kufanya mabadiliko ni sawa na kutaka kumwaga damu, jambo ambalo sidhani kama litaleta picha nzuri. Basi Jula akasema kwamba ni kweli Duma amekuwa katika utawala wa eneo hili kwa muda mrefu na kufanya mambo mengi. Hata hivyo sababu ya sisi wachaji kujikusanya upya hapa makao makuu ni kwa ajili tu ya kudumisha amani na uendelevu wa mji huu. Sasa yule bwana aliyevalia jaketi la zambarau akauliza akasema kwamba Jula, kwa hiyo unasema kwamba Chimagai wameshindwa kuendeleza na kudumisha huu mkoa? Jula kwa sura ya kebei akasema kwamba bro Ngasali, wewe ni bodyguard pekee wa boss Kijazi, huna haki ya kuongea na mimi hapa. Ngasali akajibu ya kwamba nimefahamiana na mwenyekiti toka tukiwa wadogo. Kwa hiyo nikiwa bodyguard, yani wewe unasemaje? Yani unadhani kwa nguvu zako kidogo hivyo unaweza hata kuwa bodyguard wake? Anaongea Ngasali akajibiwa kwamba inaonekana hamna hofu kabisa na mnataka kujiingiza kwenye uadui na sisi wachaji. Basi Jula akajibiwa kwamba umekosea bwana Jula, nyie mmekwisha kuchelewa, siku zote wa kwanza huheshimiwa. Jula akasema kama ni hivyo basi nguvu ndio itaamua nani anapaswa kuheshimiwa. Mimi Jula nataka kujionea ni nguvu gani mlionao Kijazi mpaka kutaka kuwalinda hawa wahalifu. Anaongea Jula huko pale pale sasa kichomoa upanga kutoka kwa kijana wake pembeni. Kwa spidi kubwa, ghafla tu Jula alikuwa tayari amefanya shambulizi kuelekea kwa Ngasali. Basi Ngasali alikuwa tayari amejiandaa. Pale pale aliamsha nguvu za nishati na kwa kutumia mbinu ya makucha ya tai alijifyatua na kupangua upanga ule kwenda pembeni. Bosi Kijazi alilazimika kurudi hatua kadhaa nyuma, wakati huo Duma na wenzake wakimlinda. Jula alijifyatua mara kadhaa akiwa na sime mkononi, akijaribu kumshambulia Ngasali kwa kulenga maeneo muhimu ya mwili. Basi ghafla tu ni kama vile Ngasali baada ya kutamka kauli ya kwamba jani la mgomba, ni wakati ule ni kama alikuwa anabebwa na jani la mgomba, kwani alipaishwa na kukwepa shambulizi la Jula.
Mara baada ya Jula kuona mapigo yake yote hayakufanikiwa, alipozi kidogo, sasa akiendelea kumrushia Ngasali makombora ya mikondo ya nishati. Miondoko aliyokuwa akionyesha Jula ilikuwa ikipendeza mno. Wepesi wake ulionekana ni kama kivuli, sio mtu. Upande wa Ngasali, mwili wake wote ulikuwa umefunikwa na nguvu ya nishati iliyolinda mwili wake. Hata baada ya mashambulizi ya nishati kumfikia, hayakumletea madhara. Ngasali mara baada ya kuona Jula amesita kidogo kushambulia, alifyatuka mbele kana kwamba anadondoka, na kwa spidi tu alikuwa nyuma ya Jula. Ngasali pale pale alichezesha mikono yake na ganja chake kilicheza kama kichwa cha kobra kinachojiandaa kung'ata mtu. Na mara baada ya Jula kuona shambulizi lile la kinyoka, pale pale ile sime aliyoishikilia mkononi aliipigisha chini, na wimbi kubwa la nishati lilimbeba na kusukuma mwili wake nyuma na kufanikiwa kukwepa shambulizi la mng'ato wa nyoka. Hata hivyo hakupoa, kwani mara moja aliendeleza mashambulizi, huku sasa Ngasali upande wake akirusha ngumi kila alipopata nafasi ya kumkaribia. Watu walijikuta wakiwa katika hali ya bumbuazi na umakini wao kaongezeka. Ukweli ni kwamba hawakuwahi kuona mapigano kati ya watu wenye mafunzo ya nishati. Ingawa ile hao level zao zilikuwa tu katika daraja la ukamilifu wa mwili, lakini mbele ya watu wa kawaida walikuwa ni binadamu hatari sana. Basi Reji alimuuliza mume wake akasema kwamba Habi, unadhani nani atashinda? Wewe pia una mafunzo ya nishati, unadhani nani atashinda? Yule Ngasali anaonekana kuwa na uzoefu zaidi. Nahisi ndiye anashinda. Upande wangu nahisi yule bwana wa kambi ya wachaji ndiye atakayeshinda. Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wake wa kutumia silaha, au anachojua ni kurusha tu ile silaha, sio kama ana ujuzi wa hali ya juu. Hata hivyo, ingawa kwa nje uwezo wake unaonekana kuwa mdogo, kushikilia ile silaha kumefidia nguvu yake. Aliongea Hamza. Regina bado hakuamini na aliendelea kuangalia pambano. Wote Jackie na Duma waliangalia pambano hilo kwa makini kabisa. Walijua fika baada ya usiku huo watu wengi watahitaji kujua matokeo, na yeyote atakayeshinda, ushawishi wake ndani ya jiji hilo unakwenda kuwa mkubwa. Ni ghafla tu mguno wa maumivu ulisikika kutoka kwa Ngasali, na pale pale ilionekana silaha ya Jula ilimpitia mkononi na kumtengenezea jeraha. Damu nyingi zilimtoka na kumfanya arudi nyuma, lakini Jula alitumia fursa hiyo kutaka kushambulia. Mara baada ya kufyatua silaha ile mara 3 hivi, majeraha mawili zaidi yalionekana mwilini mwa Ngasali. Jula pale pale aliruka sarakasi ya teke na kumpiga Ngasali kifuani na kumdondosha chini. Mara baada ya kufanikisha lile, Jula alijikuta akimwangalia Boss Elias Kijazi kwa macho ya kejeli. Akamwambia kwamba Boss Kijazi, inaonekana familia yako inapaswa kutafuta kambi nyingine kwa ajili ya kupata bodyguard mwenye uwezo. Basi PDG Jackie akacheka akasema kwamba Boss Julia, uwe noma. Mdao sasa alikuwa amejificha nyuma mwanzo. Alikuwa akishangilia kwa kupiga makofi kwa nguvu, kama vile alikuwa akiona wazi nguvu ya ulimwengu wa siri ndani ya mkoa huo inakwenda kubadilika, na yeye anakwenda kuwa sehemu ya mabadiliko hayo. Regina alishia kukunja ndita. Alimwangalia Hamza pasipo kujua cha kusema. Aliona kabisa bado alikuwa na safari ndefu ya kuweza kuchambua likije swala la mapigano. Hata kama uwezo wake wa nishati ulikuwa mkubwa kushinda hao mabwana, bado hakuwa na uwezo wa kutosha. Sura za vijana hao wa pakashume zilifubaa, hususan Duma ambaye licha kwamba hakuonyesha woga, alikuwa na muonekano usioelezeka. Ngasali aliyekuwa amejeruhiwa aliishia kusimama na haraka sana kumsogelea bosi wake kwa unyonge na akasema kwamba samani sana bosi, sijui hata nikuangalia vipi. Boss Kijazi akiwa na utulivu kabisa akasema kwamba usijali, kushinda kwa Julia ni swala la kawaida katika uwanja wa vita. Aliongea hivyo kisha pale pale aligeukia ile gari yake upande wa siti za nyuma na akasema kwamba bro, inaonekana unapaswa kushuka. Wakati watu wakishindwa kujua kinachoendelea, pale pale jamaa fulani hivi mwenye muonekano wa kitanashati aliyevalia shati jeupe alishuka. Mara baada ya Reji kumuona huyo mtu alijikuta akimwangalia kwa mshangao mkubwa, na mtu mwenyewe alikuwa ni Haji. Kama utakuwa umemsahau, Haji ni yule jamaa ambaye alianza kukimbia na Hamza usiku kama wachawi. Unakumbuka Na siku ile Hamza akamfanyia surprise Reji kwa kumfanyia mvua ya mvua ya maua. Alafu mwisho wa siku sasa ilikuwa ni kama surprise.
Baadaye Haji akachana mkeka akasema kwamba bro, niendelee kuyamwaga. Unamkumbuka Haji? Na pia alishiriki pia katika mashindano ya Sleeping Lounge. Kwa hiyo huyo bwana sasa ndo tutakuja kumuona katika sehemu inayofuata mara baada ya uwepo wake hapo. Yani sasa itakuwaje sasa baada ya Haji kukutana na kina Hamza eneo hilo. Na hao wote walioko hapo, nadhani sasa siri itakwenda kujulikana baada ya uwepo wa Haji kwamba Reji na Hamza ni nani. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, ama huenda Haji akajikuta pia amewageuka, lakini sidhani kama atawageuka Hamza na Regina kwa sababu Haji naamini anaelewa ubabe ama uwezo wa Hamza. Sasa kitendo cha kufika hapo kute wao ndo wanaelewa kwamba Haji ndo the Don, mwamba mwenyewe. Alafu unashangaa Haji anaenda kumsalimia Hamza, shikamo. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji tuweze kufahamu mengi zaidi, lakini niwakumbushe tu wale walevi wote wa Hamza, tafadhalini sana, nishatangaza jamani. Singano history ni inaendelea, inaandikwa ni inaendelea. Kwa hiyo anapokuwa anakamilisha episode ananitumia. Mpaka nimefikisha lisali 1.5, ni zaidi siji episode ngapi ambazo naweza nikakwambia nimezisimulia kwa hii tu pate. Kwa hiyo uandishi wote si swala tu la kuamka na kuiandika episode yote na kumaliza, hapana. Hii ni story ambayo inahitaji utulivu wa akili sana na kuunganisha matukio kwa uzuri. Sio story tu, yani story ya hoyaye. Lakini pia mbali na hivyo, Singano na majukumu mengine ambayo yanamsaidia katika maisha yake haya. Sasa hategemei tu kila siku atakuwa anaandika, hapana. Na uandishi unahitaji ukiwa umetulia akili, hauna stress yoyote kama ambavyo mimi pia nasimulia hapa. Sitaki kuivuruga akili kwa namna yote ile. Kwa hiyo jamani, inapokuwa inachelewa msikasirike, sawa inaandikwa, inapokamilika tunaipata, sawa kwa hiyo ndio hivyo. Mimi nawapenda sana tu. Kama ingekuwepo tayari yote, mbona ingekuwa inatoka hapa kila siku, sawa Yes, tukutane sehemu sasa inayofuata kuweza kujua ni kipi ambacho kitaendelea. Na sehemu ambayo inafuata haitachelewa. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.